Kwa majina naitwa Zulfa Alfani Magoe. Mimi ni mtoto wa mwisho kuzaliwa katika familia ya watoto hao watatu. Anaanza dada yangu Amina, anafuata dada yangu Ashura, ndo namalizia mie tena. Yaani sisi tulizaliwa wa kike watupu, kwenye familia yetu hakuna hata mtoto mmoja wa kiume. Mimi ni Mnyaturu wa Singida na nilipokuwa ninaishi na familia yangu. Pale Singida mjini, sehemu moja hivi panaitwa Ipembe. Kwa wakazi wa Singida nadhani watakuwa wanapafahamu Ipembe. Mimi ni Mnyaturu kwa baba na mama, yani ni pure kabisa Mnyaturu, na hata wazazi wetu ni wa huku Singida. Jamani, ngoja kwanza nikuelezee the way jinsi mimi nilivyo. Mimi ni mwembamba, mrefu, wala sina mshepu, wala siji nisemaje. Nina kashepu kangu tu kakuombea maji ya kunywa kusema ule kweli, lakini sijajaliwa ile shepu kusema kwamba yani mimi ni mwanamke kati wenye shepu watoke na mimi nitoke, hapana. Ila kusema ule kweli sura sasa ipo. Yani sura ninayo haswa, sio masihara. Sura ninayo mzuri, navutia. Yani kwa urembo tu, mashallah, nilijaliwa kusema ule kweli. Yani mimi ni mrembo jamani, sijisifii, lakini ukweli ndio kwamba mimi ni mrembo. Ila shepu tu ndo kawaida kusema ule kweli. Na jinsi nilivyo mwembamba sasa ndo kabisa bwana, niwaambie tu ukweli, kwenye swala lazima la elimu mimi niliacha shule darasa la 3. Yani hata darasa la 7 sikufanikiwa kabisa kumaliza. Baba na mama kusema ule kweli walinisema, walinipiga, yani walifanya kila kitu walichokijua, lakini mimi shule kusema ule kweli niliona kama vile sio mambo yangu. Msijichoshe kujiuliza ni kwa nini nilikata shule darasa la 3. Akili zenyewe sina. Sasa naanzaje kwenda shule kati akili zenyewe sina? Kwa sababu mpaka nafika umri wa miaka 17 kabla sijaingia miaka 18. Hapo ndugu yenu mie nilikuwa kusoma kwangu ilikuwa ni shida. Mimi mtu akinitumia message sijui nini naona kama vile anajichosha, tunipigie tuongee tumalizane. Maswala afu kuna wale wanajikutaga ujuaji sana, sometimes wanaweza kuandikia mpaka message za Kiingereza. Hizo mambo hapana, kusema ule kweli. Nipigie tuongee tumalizane. Ila kwenye swala zima la familia, mimi Zulfa nimetokea kwenye familia ya dini sana. Dini sana. Ni familia ambayo inamjua sana Mungu. Sana babangu. Babangu mimi ni imamu mkubwa tu wa msikiti wa Ipembe, na mamangu anajua dini vibaya mno. Na hata dada zangu wote wanaofuata ni wamefuata misingi mizuri ya dini ya Kiislamu. Sasa shida ilikuwa ipo kwangu mimi shida ilikuwa ipo kwangu mimi jamani. Mimi kwanza nilikuwa naona ninabanwa kusema ule kweli. Haya mambo ya dini. Mambo sijui kufanya. Unajua ilikuwa inafika stage mzee, yani ukifika muda wa swala, yani wote natakiwa twende tukaswali. Sasa mimi kazi yangu kila siku ilikuwa ni kujifanya nipo kwenye nilikuwa najifanya nipo kwenye siku zangu. Yani nilikuwa nakimbia hayo mambo ya kwenda sijui kuswali sijui nini, kumjojua Mungu. Mimi kwangu mambo hapana. Kuswali kulinikalia pembeni. Lakini sio kusema kwamba nilikuwa simwamini Mungu, la hasha, nilikuwa namwamini. Sema tu ile misingi kuifuata dini ndo kidogo ilikuwa changamoto. Sasa mzee alikuwa akijua kwamba nadanganya. Aiseni nilikuwa napigwa vibaya mno. Na mzee alikuwa na fimbo yake maalum kwa ajili ya, yani hiyo fimbo iliandaliwa kwa ajili ya Zulfa. Yani mie nilikuwa nimeandaliwa fimbo na mzee wangu. Na hapo ninavyokuambia nilishakuwa sugu kwa kupigwa. Unajua ule mtoto ambaye anapigwa, basi mimi ndo nilikuwa napigwa kweli kweli. Maana kesi zangu zilikuwa ni nyingi mno nyumbani. Mzee anapelekwa tu makesi, Zulfa kafanya hivi, Zulfa kafanya vile, Zulfa kafanya vile. Kwa makesi nyumbani alikuwa anapelekwa kama yote. Na mzee alikuwa ananibonda, yani ananibonda kweli, soma sihara. Sasa unajua ile mtoto unampigia mpaka mwenye mzazi unachoka. Basi ndo nilikuwa mie. Yani nilikuwa napigwa mpaka baba yeye mwenyewe anachoka. Sasa nikuchekeshe. Bikra yenyewe nikiwa na miaka 15 tu. Miaka 15 tayari bikra ilishatolewa kitambo, yani zamani. Kwanza alonitoa mimi bikra hata simkumbuke kusema ule kweli. Mimi nafanya mambo. Jamani, nilikuwa ni mdada fulani hivi. Sijui hata nikueleze vipi. Nikisema waluwalu sijui utakuwa unanielewa. Yani nilikuwa ni mdada ambaye ni waluwalu kusema ule kweli. Yani kivuruge, siambiliki wala sisikilizi la mtu. Mpaka baba alikuwa anamwambia mama ya kwamba mimi sio mtoto wake. Itakuwa tu labda amebambikiziwa kwa matukio yangu. Yani nilikuwa nafanya matukio ya hovyo hata kuyasimulia inakuwa ni ngumu. Yani mtoto mdogo, ila nilikuwa na matukio mazito jamani.
tena matukio mazito kweli kweli. Yani nilikuwa nina tabia za ovyo mpaka mimi mwenyewe nilikuwa na sijui nikwambiaje. Hivi unajua mpaka saizi kukuhadithia hii simulizi mpaka mwenyewe naona aibu kwa haya matukio ambayo nilikuwa nayafanya. Kwa sababu kuna muda hata unaweza kawa unajiuliza kwamba Zulfa huyu alikuwa anawaza kitu gani. Ila kwa sasa naweza nikasema sie kwetu ni uchumi wa kati. Yani mzee anajiweza kidogo. Mimi nilikuwa namuitaga mwizi wa sadaka. Yani watu wakitoa, kwa sababu mimi mzee wangu alikuwa mtu mkubwa msikitini. Kwa akili zangu zile za kitoto nilikuwa najua baba anaiba pesa, yani kwamba watu wakitoa pesa fulani hivi sadaka mzee anazichukua. Acheni nawaambieni. Hayo yalikuwa ni mawazo yangu, lakini ndo mimi nawaambia nyie. Lakini kama ningesema niongee hivi mbele ya baba, angeniua. Dadangu wa kwanza alikuwa anaitwa Amina. Dadangu alikuwa ni mpole sana. Na yeye uzuri ni kwamba ameshaolewa. Unajua ukiona tabia nzuri unaolewa mapema. Shida kwangu mimi sasa sijui atanioa nani. Lakini huyu dadangu wa pili Ashura, yeye ni wale ambao watu wa kisomo, yani sijui nisemaje, alikuwa anasoma sana. Yani alikuwa mtu anasoma sana, anapenda sana shule. Na yuko chuo anasomea masuala ya nursing Mwanza. Ila huwa dadangu huyu wa pili waga narudi likizo. Sasa shida ipo kwangu mimi sasa. Mimi ndo nishakata shule. Kwa mimi nikawa ni dada tu nyumbani. Na shule kwa sababu nilikuwa nimekataa na wazazi walinilazimisha sana. Lakini mwisho siku mimi ndo nilikataa, nikawa staki. Yani nikishasema staki. Sasa hapo unaweza kuwa unajiuliza nani hata yenyewe mimi ambaye sina hata elimu. Kwa sababu mtaani kwetu wote mimi walikuwa wananijua. Let's say labda atokee mgeni ambaye hanijui mimi ndo haji mtaani kwetu. Mtaani kwetu tabia zote mbaya, yani sifa zote za tabia mbaya Zulfa mie nilikuwa nazo. Kwa wengi walikuwa wananijua kwamba mtoto mie nini kivuruge, sijatulia, vitu kama hivyo. Sasa siku hiyo bwana nilikuwa nimelala zangu. Asubuhi hiyo ndo kwanza nilikuwa navuta shuka nakwambia. Yani hata pressure sina. Yani sijui kuwaza, sijui purukushani za kuwa shule, sijui nini na nini. Snaga hizo mambo. Hiyo siku bwana niliamshwa na maji baridi. Nilikuwa nimemwagiwa kwenye mwili wangu licha. Nikashtuka kwa nguvu. Unajua ile ukiwa kusingizini umelala afu mtu anakuja kukumwagia maji baridi. Sasa naangalia nani alinimwagia maji. Mungu wangu. Namkuta ni mamangu. Tena mama alikuwa amevimba vibaya mno, yani kama vile anataka kupasuka kwa hasira kweli. Nyibi mkubwa huyo. Sasa pale mama akaniambia, "Hivi mtoto, mbona una tabia za ajabu sana Zulfa wewe? Sasa hivi ni saa 4, bado hujaamka, mtoto wa kike. Hivi wewe lini utabadilika Zulfa? Lini utabadilika?" Nikamwambia, "Mama, sasa mama ndo nimwagie maji baridi. Haya mama, mimi nikipata homa." Kelele hapo mtoto. Hiyo homa ikupate wewe uumwe. Tena ni bora uumwe sasa ufili mbali huko. Mtoto gani wewe lana mkubwa wewe? Sasa hapo unajua ile mama wa Kiafrika akiwa anabwata kweli. Kwa mimi sasa nikabaki nimefanya nimenuna. Godoro langu lote limeloa hapo chapa sikwambie mtu. Mama kaniambia, "Nyanyuka mpumbavu wewe. Vyombo vinakungojea, ufagie ndani hapa, udeki, upike chakula, mchana wewe, babako." Yani makazi yote kama ngoma mama kanijazia, kwa sababu mimi siendi shule. Kwa unafanya inabidi nifagie, nideki, nipike chakula cha mchana, yani nioshe vyombo sijui na nini. Na akaniambia kwamba babako akimaliza kuswala kule swala ya adhuhuri ile swala ya saa 7 ile, amesema akitoka huko atakuja hapa. Sasa ole wako akute chakula bado. Unajua mpaka nikawaza makazi yote haya nafanyaje mimi? Alafu nikuchekeshe, nilikuwa na kampenzi kangu kalikuwa kanaitwa Kelvin. Sasa mama ndo kanijazia haya makazi mpaka nikawa nawaza, huyo Kelvin naenda kukutana naye saa ngapi? Pambe, Kelvin ndo alikuwa kibwana changu kipi jamani, utaniambia nini? Alafu sasa ndo tunakuaga masikio hivi antena yani. Hivi hatuambiliki hatusikiki yani, kwa sababu tayari uko pembeni tunafanya na kimchumba, basi nyinyi ndo tunaamini huyu ndo atakuja kunioa. Nyinyi utoto jamani, nikikumbuka maisha zamani. Sasa mama akaniambia hivi, "We Zulfa umenielewa?" Nikamwambia, "Mama, ndio nimekuelewa. Sasa ndo natoka, ole wako nirudi nikute hujamaliza kazi. Mjinga mmoja wewe. Kusoma utaki, kazi ng'ang'ana yako." Hapo mama ananisema, ananichamba vibaya mno. Mimi nikabaki tu niko kimya.
Kweli mama akatoka, mimi nikanyanyuka sasa, nikatoa pale godoro langu. Nikalitoa nje kwa sababu lipigwa na jua likauke. Mama alikuwa amenimwagia maji kwa godoro, kwa maana limeloa vibaya mno. Baada ya hapo nikaingia zangu bafuni kuoga, nikajisafisha vizuri na kuambia, maana nilikuwa na plani za kwenda kuonana na bebi wangu mpya. Alafu penzi likiwa jipya, sio masihara, usifanye masihara. Hivi ushakupata penzi jipya wewe? Penzi jipya lina utamu wake, asikwambie mtu. Nakwambia unaweza ukamsahau hata angojea ina masimulizi yake. Hapana, chezea penzi jipya wewe. Si mnajua tena. So lazima nijipange, kuna emergency. Nisije nikadharilika bure. Na penzi jipya ukiitwa njoo mama, yani muda huo fast umeenda. Jamani, hapo nawakumbusha nilikuwa na miaka 17 tu. Nimeshaanza hayo mambo zamani sana, kwa sababu bikra yenyewe kwanza nilitolewa na miaka 15. Haya ndugu yangu, wewe bikra yako ulitolewa na miaka mingapi? Ara, wewe pia mtoto wa kiume unanisikiliza. Wewe mwenzangu ulianza kukuchikichi ile ngwingwingwi, ulikuwa na miaka mingapi? Maana kuna watu wanaweza kaanza kunisema mimi, miaka 15, bikra yako ilitolewa mapema. Wewe kwako ilitolewa lini? Una miaka mingapi? Basi bwana, mimi mambo nilishaanza zamani. Hapa sasa na miaka 17 tu. Nimeshaanza hayo, yani sijui nikwambiaje. Kwanza nileka na kijiti kile cha kuzuia mimba. Maana nilishajijua hii michezo nayoipiga hii, ipo siku nitacheza faulo. Na mzee wangu alipokuwa imamu, mtu wa dini, ajue eti mimi ndo nimembebea mimba nyumbani, yani nimebeba mimba nyumbani, yani kuna mchenzi huko kanitia mimba hivi. Nikileta mimba nyumbani mbona itakuwa balaa. Kwa mimi nikaeka uzazi wa mpango. Imagine miaka 18 sijafikisha. Miaka 17 tayari natumia uzazi wa mpango. Tia vijiti njia za shortcut mradi ujauzito usiingie. Basi nilipomaliza kuoga hiyo siku, nikavaa kigauni changu mwenye kifupi kweli kweli, kusema lo kweli, kinaonesha mpaka mapaja yangu. Kisha sasa juu huku nikavaa juu huku sasa, huku chini si nilivaa kigauni, juu nikavaa baibui langu mwenye refu kweli kweli. Nikajitanda na mtandio. Kisha nikatoka huyo mdogo. Hapo imagine naelekea wapi? Naelekea kwa baby, fanya masiala nini? Sasa nikiwa njiani nikaona SMS. Nikajua ni Kelvin tu. Atakuwa anaulizia utamu wake nimpelekee, kwamba nampelekea saa ngapi. Basi mimi sikutaka hata mambo mengi, nikampigia kwa sababu kusoma mimi shoga yangu si ndio hivyo. Sijuagi chochote, sijui A wala B. Shule nilishaacha darasa la 3. Yaani mimi masuala shule kusoma sipendi. Sasa Kelvin baby wangu hajui kama mimi sijui kusoma. Kwa hiyo message anatuma. Sasa akituma mimi nampigia. Nikamwambia baby jamani ndo nakuja. Akasema jamani wahi basi. Mimi nakusubiri kwa hamu sana Zulfa. Nikamwambia wewe tena ubairi tu, hata ile bodaboda hujanitumia. Si unaona natembea hapa na harakisha. Ukija nakupa mpenzi wangu. Yaani wewe wahi tu. Nikasema okay sawa. Na mwanaume akishakuwa na ugwadu wake. Ndugu yangu hata unaweza kumwambia napanda ndege na kuambia panda nitakulipia. Basi nikakata ile simu. Hapo mdogo paka maeneo ya Imwile. Kwa watu wa Singida watakuwa wanaelewa haya maeneo. Ni hatua ndogo tu kutokea nyumbani. Basi nilipofika nje ya nyumba anayoishi Kelvin, nikampigia kwamba bwana mimi nimefika. Kelvin akaniambia poa, nakuja mchumba. Baada ya muda mchumba akatoka bwana. Kelvin akaja pale amevaa pensi tu. Juu alikuwa yuko kifua wazi. Baby mpya huyo jamani, nina siku na hizo 3. Hii ndo mara ya kwanza nakuja naye kwake. Imagine. Umalaya huu. Yaani nina siku na hizo 3 na leo anaenda kunikula. Yaani tumejiona siku ya kwanza, kanitongoza siku ya kwanza, siku ya pili nimemjua, siku ya 3 ananila. Hapo ndo vuta picha ndo utajua kwamba nilikuwa Zulfa wa aina gani. Basi akaniingiza mpaka katika chumba chake. Alikuwa amepanga. Nikakaribia bibi mie. Nikatoa mabaibui, nikatoa ile mbaibui wa jule, nikatoa ushungi nikaeka pembeni. Maana yana joto, asikwambie mtu. Nikabaki sasa na kile kigauni changu kile kifupi, kile umchaumu kile kifupi kweli kweli, mapaja yote mwalala. Basi huyu kaka nyale alivyoona mwili wangu akanisogelea. Akasema Zulfa, una kimwili kizuri. Yaani mimi napenda sana wanawake modo wenzio nini. Maana una uwezo wako. Yaani nikikushika wewe style mbalimbali na kuweka. Hey. Nye wanaume wanajua kusifia nye. Wanapotaka jambo lao. Nikamwambia sawa baba. Mimi hayo hayanihusu, niambie kwanza una shilingi ngapi? Hapo nikatanguliza pesa. Akasema Zulfa, kwani unaniuzia Zulfa Wewe si mpenzi wangu bwana. Bwana usifanye hivyo bwana. Nikamwambia wewe, mimi sitaki masiara. Nipatie changu baba.
Maswala kupendana haka mimi sihitaji. Yaani unikule bure. Thubutu kwa kisingizio cha nini? Eti kwamba bebi wako. Bebi hiyo inahusu. Okay, poa. Kwa basi shingapi unataka? Nikamwambia ukienda mara moja 10,000. Bila hivyo sifanyi. Na inategemeana. Wewe utaenda mara ngapi? Hapo namwambia hivyo, yani nimemchangia Kelvin aamini. Kelvin akabaki tu kimya. Baki kimya. Anijui mimi huyu Shenzi nileta pesa nikupe mambo. Kelvin akaanza, sasa sikia basi. Mi pesa ipo au uwezo ufami unanionaje kwamba mimi siwezi kukulipa? Kwa relax kipenzi changu, mimi pesa nitakupa. Sasa mimi kila nitakapomaliza basi mimi nitakuwa nakupa 20,000. Wewe unataka 10,000 mzunguko mmoja, mimi nitakupa 20,000. Nikamwambia toba. Kumbe la unayo okay. Nikamwambia poa. Hamna noma. Sikajilengesha mwenyewe. Mimi nimwambia 10,000 ananiambia atanipa 20,000. Naanzaje kukataa? Nikamwambia okay sawa baba. Kweli Kelvin akaanza kunisogelea. Akaanza kuniandaa na kuambia mara nishike huku, mara nishike hivi, mara nishike vile, mara nishike hapa. Nikaona huyu mtoto show za kibabe haziwezi huyo Sasa ngoja nimpe leo. Mimi nataka show yeye anaanza kushikana, mara nishike hivi, mara nishike hivi, ndo nini sasa? Nikampindua nikamweka yeye chini. Show sasa ndo nikaisimamia mimi. Jamani, pilika jamani, mimi naziweza vibaya mno. Kumbukeni mimi mapenzi nilishaanza kitambo. Tena unitoi kasoro kwenye mapenzi nakwambia. Mambo yangu na umri wangu haviendani hata kidogo. Maana nina mambo makubwa, nina mambo mazito. Nikamkamata huyu mwanaume nakwambia. Mbona alisimulia? Maana mimi siku zote huwa nikimkamata mwanaume namkamata kweli kweli. Basi nikamtoa pale, nikamtoa mshedede wake ule kwanza. Nikaanza pale hapo nimemlegezea jicho kweli kweli, yani namlembulia ile kwamba jicho kama nataka kuanguka. Kelvin akabaki nini? Takuja ufe. Nikamwandaa pale, unajua ile kama unaipaka na asali hivi. Nikaona mtu kajitupa kitandani chali pwa hoi. Kuendelea naweza sasa. Nikamwambia Kelvin nataka kukalie baba. Akasema basi bwana inatosha, mimi nimeridhika. Nikamwambia umeridhika wapi? Wewe nguvu una. Mbona sijafanya chochote? Umeridhika nini? Bwana basi nige pesa yangu mimi nisepe. Kusema ule kweli nilishaanza kumwona Kelvin hana ule mpango wala nini. Akasema sawa, leta basi ile suruali pale. Hapo mkumbuke ile ndinye yenyewe nilikuwa bado sijaianza. Yaani ile tu kumwandaa nini eti mtu ndo tayari. Nikamchukulia ile suruali yake nikampa. Nipatie pesa yangu mimi. Akanilipa pale 20,000 akanipa. Yaani mwanaume hata hajanigusa eti. Huyu mkaka. Alafu cha ajabu itakanishukuru. Asante sana Zulfa. Unajua Zulfa, nimeenjoy sana. Na kweli wewe mambo unayoweza. Jefu. Yaani mimi kaniacha vibaya. Huyu mshenzi huyu mkaka Okay, cha umuhimu kashanipa changu mie haka. Nikavaa zangu pale vizuri mimi huyo. Shwa! Nikasepa. Sikutaka hata story naye kusema ule kweli. Mkaka gani? Mkaka unamshika tu hivi bwa. Alafu unataka eti nyie. Hatakuwa mwanaume wa daa huyo. Hapo sasa nikampigia bwanangu mmoja hivyo, huyo anaitwa Shate huyo nakwambia. Huyo mwanaume nyie show kama Ankoje nakwambia. Kwanza yule janaume vuta bangi. Tena vuta bangi la maana tu. Yaani muhuni kweli kweli. Sijui mnanielewa ninachokizungumza. Huyo sasa ndo patina wangu ambaye nampenda dunia ya 7 sikwambie mtu. Basi huyo mkaka Shate huyo nilivompigia akapokea. Nikamwambia baby uko wapi? Mimi nina hamu na wewe. Jamani hapo nilikuwa natekenywa vibaya mno. Si ule mjinga Kelvin kanishikashika tu afa hajafanya chochote, alafu ndio likali. Shante bwana akasema niko maskani. Leo sina pesa maana wewe dem mjau sana, wewe ukinipa tu unataka pesa. Kukubali tu show mpaka nikupe pesa. Nikamwambia jamani Shate, leo mimi nimepanga tu kukupatia bure mwenzako. So unajua kwamba ninavyokupenda tena. Wewe nenepa tu jamani mchumba wangu. Leo mimi nakupa bure hata sihitaji pesa yako.
fresh basi karibu bwana. Nikamwambia okay poa. Mwanaume tena umtangazie bure. Ndugu yangu hata kama anaumwa atakudinya tu. Basi mimi huyo mpaka kwa Shate. Nikamkuta pale anavuta mibange yake. Nikavuta pale na mimi kipisi kimoja kwanza, nikaanza kuvuta. Najipa wenyewe tunasema unajipa ile starter kidogo. Nikajipa tena starter na mimi. Shate akaniambia unatoka wapi kwanza? Nikamwambia natoka nyumbani baby. Leo kinakuasha sana nini mpaka umeamua kunibrace tu kunipa bure. Nikamwambia tena baby, yani vibaya mno na ndio maana nimekuletea. Okay poa, panda basi kitandani nikupe mzigo. We, mie tena. Nikachojua nguo zangu zote faster nikajimwaga kitandani pale chwa. Nikawa namngoja bibi wangu aje kunishughulikia. Maana najuaga huyu anaga show mbovu nye. Hatari. Nakwambia show yani kama Uncle Jay masimulizi ule wa YouTube. Najua mtakuwa mnajiuliza Uncle Jay nimejuaje utamu wake, haikuhusu ndugu yangu. Basi bwana, alipomaliza kuvuta mabange yake yale akapanda kitandani sasa. Nyie mbona nilieleza? Nyie huyu muhuni anapilika. Kwanza nampenda, kwanza ana power. Yani ana power, nikiwa nazungumza ana nguvu. Huyu mkaka sijui niwaambiaje. Yani mtu wa mazoezi sio mazoezi, ana mwili. Yani ukianza naye mbilinge utachoka wewe, afu yeye wala hana shida. Kwanza yeye muda wote yuko tayari kuingia kazini. Yani hata umpige sana za usiku umwambie Shante nimekumisi na kuhitaji. Show. Hivi unaweza kuamini kwamba kuna wanaume wengine ukiwahitaji wanakuwa nalingalinga, wana mapozi kweli kweli. Lakini huyu bwana muda wote, yani kama vile mwanajeshi yuko kazini. Na anakushughulikia ipasavyo. Akaniacha hapo niko hoi, mwili wote uko nyanga. Niko mwepesi nakwambia, sio mchezo. Niko hoi kudadeki, ile kuniambia tu ninyanyuke hivi nitembee hivi siwezi. Basi alivyoniacha pale na usingizi ukanipata hapo. Sasa nikupe siri moja wewe mkaka ambaye unasikiliza hii story. Mimi ndo Zulfa sasa ndo nakwambia ukweli. Mwanamke ukimshughulikia vizuri hata kwenda kujimwagia maji anashindwa. Ukimshughulikia vizuri kwanza hapo na usingizi unamjia. Asikwambie mtu. Sasa aliponishughulikia huyu mkaka, nilipokuja kulala nikaja kuamka asubuhi. Asubuhi sio, nikaja kushtuka usiku kwa sababu si nilikuwa nimeingia pale asubuhi na kuja kushtuka usiku kabisa. Tena usiku kweli kweli. Alafu hapo nilikuwa nimeamshwa na simu yangu ilikuwa inaita. Kucheka alikuwa anaipiga, alikuwa ni mamangu mzazi. Mungu wangu. Unajua namba mamangu nimeikalili inaishia na 05. Nikasema mama. Nimetoka nyumbani asubuhi. Alafu sijafanya kazi hata moja kati ya zile mama ambazo walikuwa wameniambia. Nikasema leo mama Zulfa huko nikirudi nyumbani nitamkoma. Sasa muda huo msikilizaji, unadhani hata nilikuwa naogopa? Kwanza kupigwa mimi nishazoea. Yaani kupigwa mimi ni sehemu ya maisha yangu na nimeshakuwa sugu kwa kupigwa mimi, kusema kweli. Basi wala sikuipokea ile simu ya mama. Iliita mimi naiangalia tu. Sasa yule mwanaume Shate akaniuliza, nani anakupigia, mbona upokee hiyo simu? Nikamwambia ni mama. Usinizingue, kama mamako ipokea simu unajifanya mamako, kumbe ni bwana zako. Wasema nake mimi najizuia sana habari zako. Wewe unajua mimi nazipata sana habari zako, nasikia sana huko wewe ni malaya sana. Nikamwambia Shate, ametokea wapi tena hayo? Mimi sitaki kupokea simu, huyu ni mama, atakuwa ananiulizia ni wapi nilipo mpaka sasa hivi. Wewe unaanza tena kuniambia habari sijui za nini na nini. Shate kweli? Pokea simu bwana wewe. Pokea simu, nitakupiga sasa hivi. Umenisikia? Pokea simu. Basi hapo mimi nikanuna. Nikashangaa mama anapiga tena. Mara ya kwanza iliita mpaka ikakata. Alipopiga tena mara ya pili nikapokea. Maana namjua Shate hashindwi kunidunda nye. Mama akaniambia, "Hivi wewe Zulfa?" Hapo sasa baada ya kupokea ile simu ya mama akaanza kubwata pale. "Wewe Zulfa wewe. Wewe mtoto ni chizi wewe. Hivyo ni chizi ama? Mbona unaendekeza sana akili yako wewe?" Nikasema, "Jani mama, ndo narudi, nilipata kazi." "Wewe kazi gani? Zaidi ya umalaya wewe mtoto. Hivyo ukifika miaka 30 wewe utakuwa shimo huko. Mbona unajiendekeza wewe?" Mama pana nisema kweli kweli. Nikasema, "Jamani mama, sasa nisifanye kazi mama? Nakupa dakika 5 uwe nyumbani hapa nimekwambia." Nikasema, "Sawa mama." Hapo nikakata ile simu ya mama. Kwa sababu na mimi sasa nilikuwa nimesha panic. Nikamwambia Shate, "Sasa umelizika, nimepokea simu, umeridhika?" Hapo nimeridhika sasa. Maana nakujua sana wewe tabia zako. Chefu. Hapo kwanza nikamnunia. Ananijua kanizaa yeye mimi mpaka nijue. Twende basi nikusindikize. Nikasema niache bwana, naenda mwenyewe.
Au twende uko malaya nini? Unataka uende kwa kidume chako mwingine? Unajua msela naye sijui nisemaje. Ni kweli mimi na mabwana kama wote. Yaani mpaka kuna wengine nawasahau. Hivyo ushawahi kuona mabwana mpaka wengine unawasahau? Basi ni mimi Zulfa. Nikavaa pale, kisha huyu mkaka Ushate akanisindikiza mpaka karibia na nyumbani kabisa. Maana alikuwa aniamini kama naweza nikarudi nyumbani. Na kungoja hapa. Na kungoja mpaka uingie ndani kwenu. Nikishaona mwingie ndani kwenu, mimi ndo naondoka hapa. Mimi nikaliangalia tu ili likaka, lishanitibua. Basi mimi huyo taratibu nikaingia zangu ndani. Nilipoingia ndani bwana, nikamkuta mama amekaa pale sebuleni. Mama amekasirika hatari. Mama amekasirika mpaka anataka kupasuka. Kwa hasira alizokuwa nazo. Mama akaniambia, kwa hiyo nilivyotoka na wewe ndo ukatoka. Hivyo mtoto, mbona unatuaibisha sana wewe Zulfa? Mbona huo mwili wako haunaga thamani we mtoto? Kwa nini we mtoto? Hivi kwa nini mwili wako huu unaugeuza kama vile kama vile tambala popote tu wewe wanakudekia? Na kwa nini unapenda kujifanya wewe ni mwenda wazimu Zulfa? Mbona dada zako hawako hivyo? Zulfa, hizi tabia umezipata wapi mwanangu? Hapo msikilizaji, nilikuwa nimebaki kimya tu namsikiliza mama. Zulfa, utapata maradhi mwanangu. Yaani nakwambia ukweli Zulfa, dunia itakufundisha. Asiyefunzwa na mamaye atafunzwa na ulimwengu mwanangu. Zulfa, kwa nini mwanangu unajitoa akili hivyo? Hivi haya mambo unayofanya yatakupeleka wapi mwanangu? Nini hasa unachokikosa kwetu sisi wazazi wako? Nini hasa unachokikosa? Hapo nilibaki kimya. Mama kanivaa. Yeye anapopanisha kunivaa alianza kunitia magumi. Alinipiga vibaya mno. Zulfa wewe. Nipiga, nilibaki kimya. Kama spigwi. Nishakuwa sugu, nishakuwa nunda. Hata sauti stoi, yani hata chozi hivi alinitoki. Ila kipigo na kula. Mama alinipiga mpaka alichoka yeye mwenyewe akaniacha. Sikutoa hata chozi wala sauti, kimya. Mama kaniambia, Zulfa, nitakufukuza hapa nyumbani kwangu, nitakufukuza ukatafute mama aliyekuzaa. Maana naona kabisa tunashindwa kuelewana. Sasa mama anazungumzia hivyo kwa chungu, mimi nambinulia tu midomo. Yaani hata siwazi, sijali, lakini mamangu alikuwa ananisema sana kusema ule kweli. Nikikumbuka maisha yangu ya zamani mpaka kuna muda najutia. Kwa nini sikuwasikiliza wazazi wangu? Basi nikajinua zangu pale, nikaingia chumbani kwangu, lakini mwili ulikuwa mwili ulikuwa umechangamka. Ila mama alinitia miguu ya nguvu nye. Mama alinipiga, yani hata sikujali. Mara simu yangu ikaita, nikapokea. Hapo sasa napokea, nasikiliza sauti. Basi nikasikia pale sauti ya shosti yangu mkubwa, alikuwa anaitwa Mina. Jamani, huyu ndo shoga yangu. Yaani shoga yangu haswa. Yaani akili zake kama za kwangu. Na siku zote ninakuwa hivyo. Ukiwa na rafiki chizi na wewe unakuwa ni chizi. Yaani ukitaka kujijua wewe ni nani, wanasema angalia marafiki zako wanaokuzunguka. Tabia za marafiki zako na wewe ndo uko hivyo hivyo. Huyu Mina jamani, unaweza kusema ni Zulfa part 2. Kwanza mama ndo hampendi Mina hata kumsikia. Mama anasemaga kwamba Mina ndo ananifundishaga mimi umalaya. Kumbe umalaya sijui niseme kanizaa nawe mwenyewe, lakini mwenyewe ajui tu, kwa sababu mimi sijafundishwa na mtu, yani nimejikuta niko hivyo. Kwa kama ni vile nimezaliwa nao. Basi nikapokea simu ya shoga yangu mie. Nikasema, "Oyo, niambie." Mina sasa akaniambia, "Shosti, uko wapi?" Nikamwambia, "Niko home bwana wewe." Nipo niwe wapi sasa mimi? "Wewe, kuna danga hapa nakwambia, niko nalo. Kwenye hii baa hapa Skimo bar." Nikamwambia, "Wewe, kweli?" Nikaona nikushtua shoga yangu, uje upige bia 2-3 uje, au leo ujisikii shoga yangu. Nikamwambia, "Kunywa bia najisikia vizuri tu shoga yangu." Hapo msikilizaji, kumbuka sijatimiza miaka 18 na bia nazipiga vizuri tu. Na ile bia yenyewe kwanza imeandikwa wenye umri chini ya miaka 18 wasinywe, lakini mimi nilishaanza kuzinywa kitambo.
Nikamwambia shoga yangu, bia hizo mimi nazitamani, na hilo danga lako huko naona mnaenjoy, lakini shida hapa ni mama Zulfa yupo sebleni, tena kanuna hatari ndugu yangu, natokaje? Na katoka kunitia miguu hapa muda sio mwili mrefu, mwili wote nakwambia hautamaniki. Sasa hapo nikamsikia, sababu mimi nilikuwa naongea naye kwenye simu, nikamsikia anacheka kweli kweli. Mimi nikasema basi kama unakuja utaniambia. Nikamwambia okay, hakuna shida. Kuna danga jingine hapo nije ili nije kupata pesa? Wewe hakuna shoga yangu, yupo huyu tu. Nikasema okay poa, basi mimi siji bwana. Kama danga lenyewe liko moja nije kufanya nini? Ila tu nichukulie bia zangu 2. Asubuhi nipo kwako na kuja kuzinywa. Hapo shoga yangu hamna shida. Basi nikamkatia mimi na simu. Nikaweka simu pembeni. Nikawa tu nasikia njaa vibaya mno. Hapo sasa ndo nikatoka sasa chumbani. Ile natoka chumbani namkuta mama yuko sebleni. Akaniambia unakwenda wapi? Nikamwambia mama, jamani, njaa inaniuma. Rudi chumbani ulikotoka sasa hivi. Hakuna kula. Umepika mpaka unataka kula. Nakuuliza umepika mpaka unataka kula? Hebu rudi chumbani kwako. Sumondoka, hujafanya kazi hata moja hapa. Mpaka baba watu umemkalisha na njaa. Huna haya we mtoto Lo. Nikasema mama, nimekwambia rudi chumbani kwako. Sasa hapo nikakumbuka nilikuwa na kiela changu. Nikasema basi mama nikanunue chips nje. Akaniambia wewe mpumbavu nini? Nitakudunda, nimekwambia rudi ndani. Mimi nilikuwa naisiwe mambo mengi huyo, nikarudi zangu ndani. Njaa inaniuma hatari. Maana Shante kanikani. Shante yule mwanaume alinikamia yule mvuta bangi mchana kutwa mpaka nikajikuta nimelala na njaa. Hapo sasa nikasikia mama kama vile ananifungia mlango kwa nje, kwa sababu mimi nilipoingia chumbani mama nikaona kama vile ananifungia mlango kwa nje. Basi nikapanda zangu tu kitandani nikatulia. Mida ya usiku niko chumbani nimejilaza zangu, mlango kagongwa. Nikasikia sauti ya babangu mzazi anasema, "Vaa vizuri, nataka kuingia ndani." Nikaona anapokuja mimi nakuja kupigwa. Alafu nishajizoea, yani nishazoea mimi kupigwa. Na mimi kupigwa ndo maisha yangu. Kwanza kupigwa kwenye sioni shida. Basi nikavaa pale vizuri. Nikasema baba tayari nishavaa. Kweli baba akaingia. Akaingia pale na sahani ya chakula. Akaingia pale na maji ya kunywa na maji ya kunawa alikuwa nayo. Akanipatia, akasema hebu kula iko chakula. Nyie, siku hii mzee alikuja na sura ya upole mpaka mimi mwenyewe nikawa nashangaa. Akaniambia nawa ule chakula. Najua hujala binti yangu. Nyie, kwanza tangia lini baba haya mahaba akanipa mie? Yaani upendo huu baba ameutoa wapi? Makubwa. Kwanza nikanawa nikaanza kula. Hapo babangu ananiangalia vibaya mno. Basi mimi nikala pale mpaka nikamaliza kile chakula. Nilipomaliza nikamwambia baba asante, maana nilikuwa na njaa. Nyie chezea kutumika nini mchana kutwa, fanya masihara nini? Basi baba akasema hivi, Zulfa, unajua wewe ni mwanangu ninayekupenda sana. Naongea na wewe binti yangu. Ndio baba, ndio. Hivi ni kwa nini unaniaibisha hapa mtaani? Kwa nini unafanya hivyo mwanangu? Kwa nini kila siku ni kesi zako wewe tu binti yangu? Kwa nini Zulfa? Kila siku ni kesi zako wewe tu. Kwa nini unafanya hivyo binti yangu? Kwa nini lakini? Kwa nini hujiheshimu wewe? Unaweka zinaa mbele binti yangu. Yaani mambo ya ngono haya wewe ndo unayependa. Mimi mtaani kote huko nanyoshewa vidole kwa sababu yako. Kwa nini binti yangu unanifanyia hivyo? Nyie, sasa hapo baba anaongea huko analia, chozi linamtoka. Mimi nimebaki kisura kidogo kama Piliton. Mwanangu, unaniaibisha sana. Na unajua wazi kabisa baba yako mimi ni imamu, ni mtu wa dini. Kwa nini hubadiliki binti yangu? Kwa nini hubadiliki ukatulia ukapata mume na ukaolewa, ukawa na wewe una kwako kama dada zako? Kwa nini unajiaibisha sana we mtoto? Kwa nini binti yangu unakuwa hivyo? Si unaelewa kuhusu dini wewe? Na nimekulea katika misingi ya dini sana Zulfa. Kwa nini unajiaibisha binti yangu? Ina maana wewe huogopi adhabu za Mwenyezi Mungu? Naogopa baba. Basi naomba ubadilike binti yangu.
sipendi kukupiga kila siku, nataka uache hizi tabia mbaya. Nadhani unanielewa. Ndio baba, nitaacha. Unaniahidi mwanangu utaacha hii tabia na utakuwa binti mzuri mwenye hofu ya Mungu, sio maana yake? Ndio baba, nitakuwa hivyo. Nitakuwa hivyo unavyosema baba. Sawa, naamini hivyo. Hapo baba alizungumza na kisha akanyanyuka akatoka chumbani kwangu. Huyu mzee naye anapenda kunipa mawaidha. Hasa mpaka ndo analia, ndo nini sasa? Nikono huyu anataka kunipa laana za bure huyu. Basi mimi hapo sasa nikajifanya nimemuelewa vile alivyotaka. Kumbe bwana, maneno ya baba alikuwa yameingia sikio hili, yametokea huku. Yaani baba alipotoka tu pale ndani chap, mimi hapo nikampigia simu bwanangu mmoja hivi anaitwa Mtweve. Nikawa na bebika naye. Imagine baba akatoka kunipa mawaidha hapo, kanigeuzia tu mgongo, mimi nikampigia bwanangu. Na bebika vibaya mno. Bibi yangu akaniambia kwamba kaenda Tabora, Nzega huko kibiashara, na kesho ndo anarudi, na ameniambia kwamba atanitoa out. Cheze out wewe. Nikafurahi asikwambie mtu. Nikasema kweli baby? Akaniambia nakutoa out mchumba wangu, nimemisi sana penzi lako. Mtoto unajua sana mambo wewe. Basi baby anavyoniambia hivyo, basi mimi nikajichekesha hatari nakwambia. Dili bebika hapo mpaka nimelala, simu nimeacha iko on yani. Yaani hivi ushaye kuongea na baby wako kwenye simu usiku mpaka unamsikia na koroma? Basi ndio mimi nakwambia niliongea mpaka nikapitiwa na usingizi hapo na simu iko hewani. Yaani kama hujapitia stage ndugu yangu, wewe mapenzi bado. Mtoto 2000 tulia, achana na sisi mashangazi. Tulikuwa tunabebika kwenye simu. Nyinyi siku hizi mnajiunga sana, mnajiunga bando. Kipindi hicho tunajiunga SMS, tunajiunga vifurushi vya kupiga tu. Hamna mambo ya bando. Hizo simu zenye za bando zitokee wapi? Hapo unaongea na simu ndugu yangu mpaka simu inakuwa ya moto, mpaka unapitwa na usingizi. Fanya masiara nini? Basi mimi nikajilaza zangu hapo. Asubuhi na mapema nikawahi kuamka nakwambia. Sasa nilivyoamka nikaanza kujifanya mimi mtoto mwema, zile tabia dhambi maovu yote nimefanyaje, nimeacha. Nikajifanya mtoto mwema, nikafagia pale uwanja, nikafanya usafi, nikadeki kabisa, nikapika pale na chai. Mama anaamka, anakuta nishafanya kila kazi. Mama akaniambia, huu mbona uchuro? Wewe unataka kufa nini? Nikamwambia mama, mimi nimebadilika mama. Na jana nimemwahidi baba kwamba mimi nimebadilika. Huyo wakubadilika nani? Wewe ndo ubadilike. Nikasema mama, kweli tena mama, mimi nimebadilika na nimeshapika na chai kabisa mama, nimedeki, nimefagia, nimefanya kila kitu. Mnipe tu pesa nikawanunulie vitafunwa, nikawanunulie mkate na maandazi. Mbona siamini? Nikamwambia mama, naomba uniamini. Sasa wakati naongea na mama, ghafla akatokea mzee, yani baba, akasema mashallah, ndani kusafi sana leo. Umefanya usafi binti yangu? Nikamwambia ndio baba. Yani mpaka chai nimeshaiandaa. Hapa mnipe tu pesa nikawachukulie mkate. Kweli baba akaingiza mkono mfukoni, kwenye mfuko wa kanzu, akatoa akanipa shilingi 10,000. Akasema nenda kachukue vitafunwa, kachukue mikate 2 mwanangu, nije kunywa chai. Kuna sehemu nataka niwahi. Nikamwambia sawa baba. Basi nilivyoichukua ile pesa ndo baba alijiroga. Nikasepa. Nikaenda kwa Mina. Hapo kumbuka nimepewa hela ya mikate, nikanunua mikate. Jamani, hizi akili hizo sijui nilizitoleaga wapi. Baba aliponipa 10,000 shwa mpaka kwa Mina. Mina bwana anakaa na dada yake. Amepanga huku. Ila dada yake Mina anakuaga yuko bize sana na kazi. Kwa hiyo pale anabakigi tu Mina mwenyewe. Basi mimi nilipofika tu, shosti akanikaribisha vizuri. Nikasema wewe, nishamwibia mzee shilingi ngapi? Shilingi 10,000. Sasa uko mzee ataningoja mpaka ataangusha ndevu. Basi hapo Mina tukaanza kucheka kweli kweli. Yaani hapo ndo tunajiona si wenyewe wajanja. Unajua akili za kitoto sijui zinakuaje. Yaani kila unachokifanya unajiona wewe ndo uko sahihi. Basi nikapanda pale kitandani kwa Mina. Nikampigia bebi wangu, huyo mume wangu huyo Tweve aloniambia kwamba atanitoa out. Maana huyu ni mbaba fulani hivi, alafu ana vipesa kweli kweli. Nyinyi mnamsifiaga Nkojai mapesa na hela. Sasa huyu ndo mbaba mwenye mahela yake. Basi Tweve akaniambia yuko njiani anafika jioni atanishtua. Nikamwambia poa mpenzi. Basi nikazima na simu kabisa, sikutaka usumbufu. Maana nilijua wazee wanafanya kule nyumbani wanafanya watanitafuta na sitaki kusumbuliwa.
nishawafinya shilingi 10,000 safi kabisa, ndo nimejilipa hiyo. Fanya masiala, yani mimi ndeki asubuhi niwapikie chai, nifagie, sijui nifanye nini, hii 10,000 ndo wamenilipa. Basi nikajilaza zangu pale kwa shoga yangu Mina, na mngoja namngoja Mtweve huyo bebi wangu mwenye mihela yake. Basi bwana, mida ya mchana hivi tukanunua zetu pale chips, mimi na shoga yangu Mina, tukala vizuri tu, tukawa tunapiga zetu story kama zote. Jioni basi bwana, ndo nikawasha simu yangu nimtafute bebi Mtweve, na bebi akapokea, akaniambia kwamba ameshafika Singida, niende Kisimo Bar tukanywe, anileweshe, zikimbilie huko, alafu nikaenjoy. Mie tena nikamwambia bebi nakuja. Basi nikajiandaa pale haraka, nikavaa pale vipensi, nikavaa pale topu. Hizo nguo aliniazima shoga yangu Mina. Mimi nilikuja na mabaibui tu. Basi nikakodi pale bodaboda mpaka huko Kisimo Bar. Ili nimefika tu, walinzi wakaanza kunizuia kwamba nisiingie, maana nalitaga fujo kwenye hiyo bar. Jamani, fanya masihara ni mpaka kwenye bar najulikana. Nikasema jamani, leo mimi sija kufanya ugomvi, nimemfuata bebi wangu. Wakasema leo ukifanya ugomvi Zulfa, tutakupeleka polisi, maana tunakujua wewe, ukilewa tu unaanzishaga ugomvi. Nikasema jamani, mimi leo sileti ugomvi. Basi wakaniruhusu pale walinzi, nikaingia, nikamkuta Mtweve huyo, mwanaume huyo Mtweve huyo mbaba. Jamani, msizani ni mtoto, huyo Mtweve ana miaka 57. Mimi na miaka 17. Alafu imagine, na tukiingia kwenye 6x6 na mliza vibaya mno. Faya masiala nini? Mbaba. Hilo limtweve wakati na koroma tu, Zulfa. Mimi ndo Zulfa. AKA Zulfa mtamu, fanya masiala nini? Basi sasa tukiwa tuko pale tunakunywa sana na bebi wangu. Yaani sana. Nikala nyama choma kama zote nakwambia. Ilipofika majira ya saa 5 za usiku, basi bebi wangu huyu Mtweve akaniambiaje tukalale. Nikasema sawa bebi, hamna shida. Sasa ile tunanyanyuka tu, jamani, si ndo namuona Shate yule bwanangu, yule muhuni, yule mvuta bangi. Nyie, nilishtuka mno kwa sababu namjua. Yaani huyu huyu mkaka kavurugwa. Mnajua kavurugwa mpaka kavurugwa tena. Shate aliniona akanisogelea, akasema wewe malaya unafanya nini hapa? Nikasema mimi nafanya nini tena? Si nipo tu hapa na huyu babangu mkubwa. Sasa Mtweve kabaki ananishangaa. Akasema baby, mimi baba yako mkubwa tena? Nikaona utambwana anaharibu wakati mimi nilikuwa najaribu kuweka mambo sawa. Kwa hapo nikabaki kimya. Yule mvuta bangi akasema wewe demu malaya sana wewe. Unatembea mpaka na vizee hivi kama hivi wewe. Sasa yule mvuta bangi alipozungumza hayo maneno, yule Mtweve yule mbaba akasema wewe kijana, hebu naomba uwe na adabu na tena uwe na heshima. Sijui unaelewa ninachokizungumza. Wewe fala nini? Wewe utaniambia nini wewe mzee wewe? Nimekukuta na demu wangu alafu bado tena unanitambia. Kwa hiyo unajifanya wewe unaniweza sana wewe mzee, au sio? Mimi hapo nilibaki kimya na wasikiliza tu wanapogombana. Sasa huyu mbaba Mtweve akanishika mkono, akawa anataka kunitoa kwa nguvu. Yule mvuta bangi Shate akachukua chupa ya bia, akaipasua akaja akamchoma nayo tumboni yule Mtweve. Pale damu zikaruka shwa. Damu ziliruka kama maji. Nyie sikuamini. Yule mbaba yule Mtweve yule sponsor yule akaanguka chini. Hapo anapiga kelele za maumivu vibaya mno. Mungu wangu, mimi sikutaka tena kukaa. Nilikimbia kama vile mwenda wazimu. Nikatoka nje, nikachukua pikipiki bodaboda mpaka kwa shosti yangu Mina shwa. Hapo nina pressure na hema juju kama vile mbwa. Kwanza Mina aliponiona akasema we vipi? Nikasema Shate kachoma chupa Mtweve, kamchoma chupa Mtweve, naogopa mimi. Yule baba damu zinamtoka kule. Mungu. Sasa napomsimulia Mina kaniambia wewe Zulfa, hebu tulia kwanza. Hivyo unampendayaga nini yule mvuta bangi? Wewe ulioni nilivyokuwa liuni. Mbona unakuwa kama mjinga? Siku atakuja kukuua na wewe. Sijui tutafanyaje. Hebu omba tu Mungu Mtweve yule asife. Akifa na wewe kesi unayo, unaenda kuozea jela, unafungwa Zulfa. Nikasema toba Mungu wangu mimi nitafungwa. Hapo kumbuka ilikuwa ni majira ya saa 7 za usiku. Mimi nakaniambia hebu tulia hapa. Mimi natoka nje kusikilizia ni kwaje. Nikasema poa. Niko kimya kweli kweli. Basi Mina akatoka nje. Mimi nikabaki ndani na tetemeka, naogopa kweli kweli.
Mungu wangu, baba wa watu yule asija kafa, na ni mume wa mtu, ana watoto 3, ila mkewe anafanya kazi Dar es Salaam, ni mwalimu. Nikasema mimi kilanga hiki kitaniisha, cha kutembea na wanaume wahuni mwisho leo. Basi bwana, baada ya muda akaingia rafiki yangu Mina, akasema shoga, nje kumenuka. Kumenuka, story ni za kwako tu. Nikasema Mungu wangu, Mina imekuwaje? Kwanza yule baba hajafa, ila akapelekwa hospitalini na ana hali mbaya hatari shoga yangu, na huyo mvuta bangi wako naye inasemekana kakimbia. Kwa sababu nikashusha pumzi, uweze amini, nikalala hapo kwa shoga yangu mpaka asubuhi. Sikurudi nyumbani. Asubuhi na mapema mlango ndo kagongwa. Shoga yangu si akaenda kufungua ule mlango, na mkuta mama yuko mlangoni, na mama hakutaka kuuliza kama mimi nipo au sipo, akamsukuma Mina akaingia ndani. Mie tena nilikuwa nimelala. Mama akasema, wewe Mina, wewe nilikuambia nini kuhusu kutembea na Zulfa? Sasa Mina alipoulizwa hilo swali na mamangu, Mina alibaki kimya. Mama akasema, we mtoto, nitakufanya kitu kibaya, kaa mbali na binti yangu. Mama alivyomchimba mkwara Mina, kisha akanivuta mimi, akaniambia nawe twende sasa. Mimi hapo ndo nikavaa. Mama akanishika mkono huko ananipiga mikofi na kwambia hatari. Basi nikavaa huko nachezea mibao na kwambia sikwambie mtu. Kisha mama akanishika mkono. Sijui hata nikwambia. Mguu kwa mguu mpaka nyumbani. Jamani, siku hii jamani nilipigwa. Baba na mama wote walinichangia. Mimi waga siliagi nikipigwa, ila hii siku nilishindwa kujikaza. Nililia kwa kipigo ambacho nilipigwa. Kipigo kiliniingia, maana jamani, kwanza wazazi wangu walisikia lile tukio nililokuwa nimelifanya jana kule baa. Sasa walipotosheka kunipiga, mama alienda kunifungia chumbani kwangu. Alafu na simu nikapokonywa. Basi nikabaki kule chumbani nikalia mpaka nikaja nikalala. Nilifungiwa ndani wiki moja. Mama ananiletea chakula. Mama ananiletea ndoo ya kujisaidia ndani. Alikuwa ananiambia wewe ndani utoki. Humu ndani hutoki Zulfa. Wewe si ndo mwenda wazimu? Sasa tutakukomesha mchezi mmoja wewe. Nilikonda. Nilishazoea kujiachia. Ni bora hata tu ungenipatia ile simu jamani, lakini mpaka simu walininyang'anya. Kwa hiyo na madanga yangu yakinipigia simu, alikuwa anapokea mama, tena mama ndo alikuwa anawachamba hatari. Nikaona hapa mama ameshaniribia mipango yangu mimi, wallahi tena mama alikuwa ameshaniribia. Ila sasa sikuwa na jinsi. Basi siku hiyo bwana akaja dada yangu wa kwanza aliyeolewa na bwana wake, dada yangu Amina. Huyu yeye aliolewa Dodoma, so alikuja nyumbani kwa ajili ya kuweza kutusalimia tu. Mama akampatia habari zangu zote. Jamani, dada yangu alinisikitikia sana. Akasema ina maana wewe mtoto ndio umekuwa na tabia za kishetani. Zulfa mdogo wangu umekuwa na tabia za kishetani. Hapo dada ananisema, mimi nilibaki tu kimya. Aise, dada alinisema sana. Na alinieleza vitu vingi sana. Na kisha akaniambia, sikiliza mdogo wangu Zulfa, na kuchukua ukakae na mimi Dodoma. Maana nakuwa niko busy na biashara. Kwa hiyo wewe utakuwa unanisaidia kazi za nyumbani na utakuwa unanisaidia kulea watoto. Maana dada wa kazi ameacha kazi, so wewe utaenda kunisaidia. Dodoma. Jamani, Dodoma nikafanya nini jamani? Na madanga yangu mimi namwachia nani Singida? Alafu nikawe beki tatu house girl kwa dada yangu. Sikutaka. Nikawa namgomea. Niligoma nikagoma. Mama akaniambia, wewe hata kama ukigoma utakwenda tu. Singida imeshakushinda hii. Unataka kuendekeza umalaya tu? Nyoa mtoto mshenzi wewe. Utakwenda kwa dada yako. Basi mimi hapo kimya.
Dada alikaa wiki hapa nyumbani. Hapo sasa ndo unafungiwa ndani, yani nisiwepo na chance hata kidogo ya kutoka nje. Yani kwa kifupi nilikuwa kama vile mfungwa na yani sikupenda kusema ule kweli, kwa sababu hata na simu yenyewe pia simu yangu nilinyang'anywa. Ila nilijua yule baba alipona, maana kama angekufa ningekuja kukamatwa na maskari. Siku hiyo dada akaniambia kwamba leo sasa ndo tunaenda Dodoma. Basi sikuwa na jinsi, ikanibidi nikubali tu. Sasa nafanyaje tena mimi? Maana mama ndo alikuwa ameshikilia bango kweli kweli kwamba hanitaki hapa nyumbani niondoke niende kwa dadangu. Basi tukaaga pale wazazi, na wazazi walinisihi sana nikatulie kwa dadangu, nipunguze mambo mengi, huenda kwamba nitapata riziki na ndoa huko Dodoma. Nikasema sawa. Kusema ule kweli mimi nilitikia tu. Utadhani labda maneno yao walikuwa wananiambia labda ndio walikuwa wananiingia kichwani. Thubutu. Basi nikaomba pale simu yangu. Ila dada akaniambia kwamba nipewe simu tu, laini ivunjwe, hata nisajilia laini nyingine. Aisee, nilichukia kwa sababu nilijua laini kishavunjwa kwenye simu yangu, it means ni kwamba yale madanga yangu yatashindwa kunipata kwa sababu laini sitakuwa imevunjwa. Asa namba za madanga mimi nitazipata wapi jamani? Basi bwana, kesho yake alfajiri tukaanza safari ya kwenda kwa dadangu Dodoma. Na mchana tulifika Dodoma vizuri tu. Ni mjini pale pale. Tukafika mpaka napoishi dada sasa. Ni wamepanga nyumba nzima, alafu ni nzuri tu kusema ule kweli. Nikapasifia tu kwamba ni pazuri, na dada akaniambia asante mdogo wangu. Kanionyesha chumba ambacho mimi nitakuwa nafaje inalala, na kile chumba nilikipenda, na akaniambia kwamba nikaoge alafu yeye anaandaa chakula. Basi nikaenda nikaoga, nikabadili nguo, ndio nikatoka sasa. Nikamkuta shemeji anaangalia TV. Kwanza nikamsogelea kwa heshima, nikamsalimia. Shemeji akanitikia vizuri tu. Akanikaribisha sana tu na akaniambia kwamba nijisikie niko huru kabisa, maana mimi ni nyumbani pia. Nikasema sawa shemeji, asante, nashukuru. Basi bwana, baada ya chakula kuwa tayari, dadangu akatukaribisha pale mezani. Tukala chakula huku tunaongea na kuambia, ila mie hata sikuongea sana. Nilikuwa najifanya mpole hatari asikwambie mtu. Dadangu akaniambia, sasa shosti, utakuwa unanisaidia kuwalea wanao hawa hapa, na nikiwa niko kazini wewe ndio itakuwa ni kazi yako, na shemeji yako pia anakuwa yuko busy na kazi. Dadangu hapa na watoto hao wawili tu. Wa kwanza ana miaka 9, wa pili ana miaka 5. Na dadangu akaniambia kwamba anakuwa yuko busy. Kwa asubuhi huwa anawahi sana kazini, na jioni ndio huwa anachelewa kurudi. Nikasema sawa dada. Shemeji yangu akakazia akasema umuhimu uwalee vizuri. Wale vizuri tu hawa watoto. Mambo mengine yote wewe utafurahi shemeji yangu, sawa? Nikasema ndio shemeji. Basi baada ya kumaliza pale chakula, mimi nikaingia zangu chumbani kwangu kwa ajili ya kupumzika. Hapo sina hata namba hata hiyo, hata moja jamani. Hata ya shosti yangu mimi sina. Nimepewa simu nyeupe pe. Na kusema ule kweli mimi sinaga kichwa cha kukalili namba kusema ule kweli. Kama tu kukalili masomo darasani nilishindwa, nitaweza kukalili namba. So sikukalili namba hata moja. Kwa nikalala zangu tu. Asubuhi niliwahi kuamka. Hii siku nilifanya usafi nyumba nzima nakwambia. Nilipomaliza nikaenda kuamsha watoto wa dada. Nikawaandaa pale wale watoto wa dada kwa ajili ya kwenda shuleni. Basi shemeji pamoja na dada walivyokuwa wanatoka kwenda makazini, wakasema wao, kumbe unawahi kuamka hivi? Nikasema ndio dada. Basi sawa. Dada akaniambia kwamba hawa watoto huwa wanawahi kurudi saa 8, wanarudishwa na school bus. Na akaniambia kwamba uwe umeshaandaa chakula, uwe umeshaandaa kila kitu kiwe kwenye friji, sawa? Nikasema sawa. Ila mdogo wangu usisahau, na kukumbusha, usisahau kuandalia chakula. Nikaambia dada usijali, lakini pia nawe dadangu nakuomba usisahau kunisajilia line. Akasema sawa, hamna shida. Basi wakawabeba pale watoto wao wakasepa. Maana shemeji alikuwa na gari. Na shemeji kusema kule ana vihela hela kidogo. Basi mie huyo nikaenda zangu chumbani kwangu, nikaenda zangu kulala. Maana sikuwa na nini cha kufanya. Kushtuka ilikuwa saa 6 mchana. Nikaandaa pale chakula cha mchana, na nilipomaliza nikatulia kwa ajili ya kungoja hao watoto wanaorudishwa saa 8 na basi la school na school bus. Kweli saa 8 nikasikia pale geti linagongwa. Nikaenda kufungua. Maana si watoto wa dadangu kuona mimi wananiita mama mdogo, kwani wanangu tu wakaingia huko na kimbizana. Mabegi yote walikuwa wameyatupia huko. Yaani mimi ndo niwabebee. Wanavichaa hawa. Basi nikasema nyie, haya rudini, kurudi haraka vikarudi pale. Nikasema haya, mabegi mmemtupia nani? Eti shosti zangu, mabegi yenu mmemtupia nani? Wakabaki pale wananiangalia tu kusema ule kweli. Nikasema haya, kila mtu achukue begi lake hapa.
Wakasema jamani, mbona dada anatubebeaga, si ubebe. Nikasema mkome. Mimi dada yenu kwenu? Mimi mama yenu mdogo, hebu bebeni mbebegeni mpelekeni ndani huko. Basi hapo wakabeba huko wamenuna wenyewe wakapeleka ndani. Mimi nikawaandalia pale chakula wakala. Wamemaliza kula, eti wananiichia sahani. Nikaona dada amewaharibu sana watoto. Nikamwambia haya, toeni vyombo hapo. Toeni vyombo. Afu Munira wewe, hebu safisha hapo. Mimi siwezi. Nikamwambia shosti yangu utaweza. Maana kukusafishia hapa wala hayupo. Sasa kale kama Munira kakabaki kamesimama tu kananiangalia. Nikakainamisha, nikakashikisha na kafagio. Kakafagia kote. Nikamwambia mimi sitaki ujinga mimi. Hapo nikaenda zangu kuandaa chakula cha usiku. Basi jioni bwana, jioni kabisa. Alianza kurudi alikuwa ni dada yangu. Basi tukasalimiana vizuri, akanipa pale line aliyokuwa amenisajilia, akaniambia shosti line hiyo hapo. Lakini nakujua tabia zako. Yaani ukijitia wewe ndo mwenda wazimu tu nitakukomesha. Maana wale wazazi wako wanakuchekea Sasa mimi sitokuchekea. Alafu chonde na mume wangu. Dada jamani, mwanaume wake mwenyewe hana hata vitu vyangu ambavyo mimi napitaka. Kwanza kitambi kenye kikubwa, mimi na vitambi wapi na wapi. Nikabaki tu namwangalia dada, angejua. Yeye ananipa angalizo chonde kwa mume wangu. Mume gani? Bora hata mume mwenyewe angekuwa na muonekano kama wangu Jay Simulizi, mkaka handsome, labda na six pack. Maana ankoje na six pack, mwili wake umejazia, handsome hatari. Haya, huyo mume wa dada mimi nimpeleke wapi na mtambi wake? Nikamwambia tu okay sawa dada, nimekuelewa. Alafu hawa kina Munira hawa wameniambia umewapa wafanye kazi. Zulfa, hawa ni kama watoto wako. Hawa bado ni wadogo. Sitaki wafanyishe kazi. Hawa bado kabisa. Nikamwambia dada, Munira na miaka mingapi? Miaka 9. Asiwezi kufagia. Kwa hiyo unataka kujifanya kwamba wewe ndo una malezi mazuri kuliko mimi mama yao. Ungekuwa na hayo malezi mazuri, si ungekuwa ushaolewa. Hiki kijembe cha dada kiliniingia, lakini moyoni nikajiambia tu, huyu naye anandingishia mimi ndoa chefu. Ndoa zenye ndoano tu hizi siku hizi. Nikasema basi dada yaishi. Hapo tukamaliza kuongea. Tukaenda dining kwa ajili ya kupata chakula. Nikatenga pale chakula tukawa tunakula na shemeji naye alikuwa amesharudi. Shemeji akawa anasifia kile chakula kwamba ni kitamu, kwamba mimi najua kupika chakula kitamu. Basi dada akawa amenuna hatari. Asa ananuna nini? Basi hawahi kurudi aje mpikie mumewe. Huyu naye ana shida huyu. Mume gani huyo kumwekea wivu? Hivi mume wake angekuwa na sauti nzuri kama la Anko Jay Simulizi jamani, situngekoma. Si ndo angeona wivu mpaka basi. Mwanaume wake mwenyewe ana sauti mbaya. Lakini tu nilivyoona tu wivu wa dada nikasema sijui kama tutaweza kuwezana. Na mimi ndo kichaa hatari. Na nikiona analetea wivu sana nitapita naye, kwani shilingi ngapi bwana wewe shemeji. Basi baada ya chakula mie huyo nikaingia zangu chumbani kwangu. Sikutaka maneno mengi mimi kusema ukweli. Basi niliishi na dada pale nyumbani kwake, ilipita kama mwezi. Nipo na dada na nimetulia kama sio mimi jamani. Uwezi amini kama mimi ndo Zulfa yule. Hata nyendo zile skendo nikawa sina, niko busy na mambo yangu. Siku hiyo sasa nikawa nimeenda dukani. Nikaagiza nilichokuwa nakitaka. Nikiwa pale akaja mkaka fulani hivi mweusi mrefu. Akatoa shilingi 10,000. Akampa pesa yule mwenye duka. Akasema kwamba anamlipia huyu mrembo hapa. Hapo moyoni nikasema afadhali pesa yangu imebaki. Basi nikajichekesha pale na kuambia mie tena mbele ya hela. Nikamwambia asante kaka jamani, asante. Yule mkaka basi unajua mwanaume akishatoa hela basi bicho linakuwa hilo. Akasema usiwaze na kuonaga hii mitaa. Unaishi wapi kwani? Nikasema naishi hapo mbele wala hata sikai mbali. Kumbe naweza nikapata namba yako ya simu. Nikamwambia wala hata usijali kakaangu, namba ya simu tu. Kweli bwana, nikampa namba ya simu, nikamwambia andika ya kwako na usave kabisa. So shida zangu mie. Unataka namba yangu ya simu? Hizo so shida. Basi yule kaka akasema okay poa, asante bwana, nishaandika na nishajipigia. Nikamwambia basi poa, baadaye tujuane zaidi. Akasema poa usijali. Nikamwambia okay poa kaka. Ninavyopenda mimi kumchangamkia mwanaume. Mimi kujivungaga sijui. Na nikisha kuona mwanaume ndo una hela, eti keep change unanipa shilingi 10,000, wewe na kujua una hela. Maana kuna wanaume wengine bwana buku tu kuitoa kwa mtihani, unamomba vocha ya jelo ndugu yangu. Masaa unipe 10,000 nisichanganyikiwe. Kaka huyu alinivuruga.
Basi bibi mie nikajikokota mpaka nyumbani. Ili nafika tu ndani, simu inapigwa. Nilikuwa nimekariri namba yake, ilikuwa inaishia 57. Nikajua ndio yule kaka yule wa dukani alikuwa amenisaidia kutoa shilingi 10,000 yake mfukoni. Nikapokea. Nikasema halo. Ya mambo. Nikamwambia poa. Samahani, hivi unaitwa nani mrembo? Nikamwambia mimi naitwa Hadija. Jamani, mimi nina majina ya uongo kama yote, ila tu mjue mimi naitwa Zulfa. Hii mijanaume hii mimi naidanganya. Akasema Hadija, mimi naitwa Rashidi. Nikamwambia okay sana, nimefurahi kukufahamu Chidi. Unajua Hadija, leo mimi mwenzio nimekuona, moyo wangu umeshtuka sana. Sijui hata ni kwa nini. Hivi Jamani, mimi moyoni hapo nasema wewe kaka, hebu nenda tu kwenye point bana wewe. Mbona unataka kuzungusha mambo? Nikamwambia pole jamani kwa kushtuka. Umepata mshtuko Hadija, nimekupenda Hadija, unajua changanya mimi Hadija. Kaambia wewe natamani sana tuwe na mahusiano ya mapenzi, unajua Hadija. Bwana mimi naogopa hayo mambo mwenzio. Kwa hiyo kwani wewe unataka kuniambia wewe mgeni haya mambo kwani? Rashidi, mimi mwenzio mimi bikra. Zulfa, mie ubikra ni utole wapi? Nikamwambia Chidi, mimi mwenzo sijawahi hayo mambo. Kwa hiyo kweli una usichana wako? Nikamwambia ndio. Wajinga ndo wali wao. Wewe mshenzi nini? Aniona kabisa mimi ni binti. Alafu ananiuliza kwamba eti mimi bikra ni itole wapi? Na mimi nikamjibu hivyo hivyo. Nikamwambia ndio nayo. Sawa basi, hamna shida. Mimi sitakuchezea kipenzi. Unajua sababu mimi na nia njema sana na wewe Hadija. Yaani nimekupenda sana mchumba. Yaani kama itawezekana basi tuwe wote katika mahusiano. Alafu hayo mambo mengine mimi nitakuvumilia Hadija. Haijalishi una shida gani, una changamoto gani. Unajua Hadija, sikutegemea kama ungenipokea hivi. Unajua wewe ni mkarimu, unajua Hadija wewe ni mcheshi. Yaani kwa kweli nakupenda sana Hadija. Sawa, hilo sio mzinguaji Chidi. Hadija, mimi tofauti na wanaume wengine, usijali Hadija. Mimi ni kijana mtulivu sana na hautajutia kabisa kuwa na mimi, nakwambia. Hebu nipe tu hayo mapenzi, utaona jinsi gani ambavyo mimi nitakutendea. Dunia nzima itashangaa kwamba mimi ni wa kwako. Hapo naongea kwenye simu. Nikamwambia sawa Chidi. Basi tutaongea baadaye. Poa. Hapo nikamkatia simu. Jamani, kusema ukweli nilicheka. Mnajua nilicheka? Yaani jinsi nilivyokuwa nimempanga mkaka wa watu. Hapa tu niambie hiyo bikra mwanaume wangu wa kwanza aliyoitwa nani, simkumbuki kusema ukweli. Sikumbuki. Nikaona hili ndo danga langu, ili nitakuwa nalichuna pesa. Basi nikawa niko busy na mambo yangu. Mara bwana mlango wa chumbani kwangu ukawa unagongwa. Nikaenda kufungua. Namkuta shemeji. Shemeji tena anakuja kunigongea chumbani kwangu. Akaniambia, "Mbona unaacha milango wazi Zulfa? Je, wakiingia wezi?" Nikamwambia, "Samahani shemeji, nilikuwa nimepumzika tu kidogo nikajisahau." Okay, sawa. Naomba uwe makini bwana. Alafu pia naomba uniendelee chakula. Leo nimewahi kurudi kwa sababu sijisikii sawa. Naona kama vile homa inaniandama. Sawa shemeji, hamna shida. Basi bwana, shemeji akaelekea chumbani kwake. Mimi huyo nikaingia jikoni, nikaenda pale kuandaa msosi. Mpaka inafika saa 7 nikawa nimeshamaliza kila kitu. Nikaenda kumuita shemeji kwamba chakula tayari. Basi kweli shemeji akatoka pale, nikamwandaa chakula akawa anakula. Mie tena nikawa naondoka zangu. Shemeji asiniite. Akasema, "Mbona unaondoka sasa? Si uje kula na mumeo hapa?" Nikamwambia, "Shemeji, mimi nimeshiba." Hebu njoo bwana, usiwe hivyo bwana. "Niko vizuri shemeji." Okay, sawa, uko vizuri. Basi njoo uchukue hii pesa ufanye matumizi yako. Pesa tena? Mimi kwenye pesa? Haijalishi inatoka kwa nani. Nikasogea haraka. Nyie, shemeji alinipa 100,000. Paka nikashangaa. Alafu shemeji akaniambia, "Nimekupa tu hiyo mke wangu, ila usimwambie dada yako." Kwanza nikacheka.
Maana hapo tayari nilikuwa nimeshamuelewa shemeji anachokimaanisha. Nikamwambia sawa. Mimi nikachukua ile pesa nikaenda zangu kulala. Basi bwana, jioni kabisa ndo dada alirudi. Na mimi ndo nikawa natoka chumbani. Na siku hiyo alirudi na wanae. Naona alikuwa amewapitia shuleni. Tukasalimiana pale na dada na kisha akanituma nikachukue chipsi barabarani huko, maana alikuwa hajisikii kula wali. Nikasema sawa. Basi mie tena huyo mpaka unapouza chips. Nikamnunulia dada chipsi. Basi yule mwenye chipsi yule naye akaomba namba zangu. Siku 6 nikampa. Mie tena maji mara moja, maharage ya Mbeya. Nikamrudishia chipsi zake dada, mimi nikaingia zangu chumani kwangu. Baada ya kama wiki 2 nilikuwa na mabwana kila sehemu. Muuza chips bwanangu, muuza duka bwanangu, muuza chips mpaka na wachanganya jamani. Wakaka hawa nikitongozwa jamani, mimi sijui kusemaga staki. Yaani mimi iko kitu sijuagi, hakipo kwenye maisha yangu. Alafu wote na wadanganya kwamba mimi na usichana. Yaani mimi bikra. Yaani nilikuwa mwembamba ila mambo yangu ni manene. Na wote hao na waomba pesa na wananipa. Na kwamba mimi wala tasijali, watajijua wao wenyewe na maisha yao. Hapo na shemeji simuelewi kule ndani. Yaani kama vile ananitaka hivi, nikasema huyu naye akinitongoza tu napita naye vizuri tu, wala hata sijali nini. Sasa siku moja bwana, asubuhi na mapema nikawa nimeandaa watoto waende shule. Dada naye akasema anaenda kazini, ila shemeji akasema yupo anajisikia vibaya. Nikasema sawa, hamna shida. Basi mimi nilipojua shemeji yupo, nikasema leo mimi sikubali mpaka nitembee naye huyu baba. Hapo lengo langu, msikilizaji, naomba mnisamee, lengo langu lilikuwa ni kumfunika dada. Yaani dada nimfunike, mimi ndo niwe mama mjengo. Hii roho ya shetani sijui ilitokaga wapi jamani. Basi bwana, nikavaa zangu pale nikavaa pale shanga kiunoni, kisha nikavaa kanga. Sasa ndani sijavaa kitu. Hapo nipo kwenye mtihani wa kwenda kumtega shemeji ili nifanyaje? Naomba mnisamee kusema ule kweli. Basi nikavaa pale na kiblauzi changu uko juu. Hizi dodo zangu zilikuwa nene hivi zimejazia, kwa zilikuwa zimejichora tayari. Basi nikachukua pale ndoo yangu ya kudekia taratibu, nikaenda chumbani kwa shemeji. Nikagonga pale mlango ngong. Shemeji akanikaribisha, akaniambia karibu. Nikamwambia shemeji, mimi nimekuja kudeki. Huwa mimi ndo nafanya usafi chumbani kwao. Dadangu nyinyi mvivu nyie. Shemeji akaniambia okay, usijali nao. Sasa sikiliza, kwa muda huu nimepumzika Zulfa, naomba uje baadaye kufanya usafi, sawa? Nikamwambia shemeji, mimi wala sikusumbui. Nataka tu kumalizana na huko kabisa, maana leo nina kazi nyingi shemeji. Kwa hiyo unaweza kudeki nikiwepo. Nikamwambia shemeji, wala hata sikusumbui huko. Okay, basi poa, fanya tu. Nikainama, nikaanza kudeki. Wakati dekio la mti. Sijui mnanielewa, dekio ni la mti, yani unasimama, lakini nikainama, nikajibinua hivi. Nikawa na deki. Natikisa kweli kweli. Nikaona shemeji ananiangalia. Na mimi wala hata sikujali. Na kiblauzia changu ndo kilikuwa kimepanda kweli kweli. Basi ili nilivyoinama, nikahisi kama vile nimeshikwa kiuno. Alafu nikahisi kama napapaswa zile shanga zangu nilizokuwa nimezivaa kiunoni. Nikasema yes. Kanasa kwenye mtego. Sasa alivyonishika, nikajifanya kama nimeshtuka. Mama, jamani shemeji. Akaniambia Sikiliza Zulfa. Naomba utamu kidogo. Nimeshindwa kuvumilia. Zulfa, nakupenda sana mwenzio. Shemeji, mimi naogopa. Dada akijua. Sikiliza. Dada yako atajuaje sasa? Itakuwa ni siri ya watu wawili. Zulfa, naomba kidogo. Utaniua. Hapo kusema ukweli wala sikujivunga. Nikampa mdomo shemeji. Tukaanza pale. Yaani shemeji alikuwa na uchu vibaya mno. Yaani sana, yeye mtazani alikuwa apewe. Basi nikatoa pale nguo. Nikamkamata shemeji vizuri. Nikaanza kumfungua shati. Nikapiga magoti, nikashuka mpaka chini. Nikaanza kuimba na maiki. Nikamsikia shemeji na
Shemeji hapa anakugumia ni ile. Sijui dada hajawahi kumfanyia, kwa sababu shemeji akaniambia, Zulfa, ukinifanyia hivi kila siku mimi nakununulia nyumba na kununulia gari. Chefu. Yeye mwenyewe hapa kapanga, alafu anataka ninunulie mimi nyumba. Hiyo nyumba si angejinunulia yeye mwenyewe. Basi nikamzidishia dozi nakwambia. Nikaona shemeji anatetemeka. Nikaona huyu atanitemea wazungu huyu. Nikamlaza kitandani. Yule askari yule ninakwambia nikaanza wewe. Yule askari wake yule alikuwa ngangari. Nilipomkalia nikaanza pale. Yaani baba watu walikuwa wanagugumia. Kanishika kiuno na kwambia, kanikamatia kiuno. Utamu ulimnogea shoga yenu. Mimi baba watu unajua. Nilijituma mpaka tunamaliza ule mtanange. Tuko hoi. Sasa shemeji akaniambia, Zulfa, wewe ni mtamu kuliko hata dada yako. Niambia kweli Ndio, yani siwezi kukudanganya mimi. Jamani, asante kipenzi. Hapo shemeji akanivuta. Tukapumzika chumbani kwa dada. Yani tulipumzika kabisa, tulijisahau. Nikapitiwa na usingizi. Nilikuja kushtushwa na mlango mkubwa ulikuwa unagongwa. Hapo ndo tukashtuka. Kwanza tukaachiana mimi na shemeji. Kuangalia saa ilikuwa ni saa 8 mchana. Mungu wangu. Nikaisi ni watoto wanarudi kutoka shule. Shemeji akaniambiaje? Nenda chumbani kwako. Sawa, nenda chumbani kwako haraka. Alafu nitatafuta siku twende nje tukafanye kwa uhuru zaidi. Nikasema sawa baby. Hapo shemeji simuiti tena shemeji, namuita baby. Basi shema akanipa pale shilingi 50,000. Akasema asante kwa penzi lako Zulfa. Wewe ni mtamu sana kuliko hata dada yako. Basi hapo ndo nacheka. Unajua mwanamke bwana, sijui tumeumbwaje yani. Yaani ukishasifiwa wewe ni mtamu kuliko mwingine, basi ndo unajiona wewe. Yaani wewe ndo unajiona wewe sukari yao, yaani unajiona asali. Mimi huyo nikaingia chumbani kwangu, nikaenda pale nikaoga. Nilipotoka nikakuta watoto wa dada walikuwa wanaangalia TV. Nikajua baba yao ndo amefanyaje, amewafungulia mlango. Mimi nikaingia jikoni kwa ajili ya kuandaa chakula fast. Basi baada ya chakula kuiva, nikatenga pale tukawa tunakula pale. Yaani mimi, shemeji pamoja na wanae. Dada alikuwa bado hajarudi kutoka kazini. Basi shemeji akawa ananiangalia tu kwa natabasamu. Nikaona shamkoleza. Chezea mimi wewe, mimi ndo Zulfa Mautamu. Basi nikazidi pale kumlegezea jicho na kwambia nikamlembulia. Basi bwana, baada ya chakula mimi nikaenda zangu kuosha vyombo. Sasa nikiona osha vyombo, shemeji akaja nyuma yangu. Akanikamata kiuno. Akasema, Zulfa, utaniua mimi. Nikamwambia jamani shemeji, wanao hapo ujue watatukuta, alafu watamwambia mama yao, itakuwa ni shida. Hebu acha bwana michezo shemeji. Hapo shemeji akacheka akasema, hedi wewe muoga sana wewe, hebu tulia bwana. Basi mimi nikabaki nacheka tu. Akaniacha pale shemeji kisha kaondoka zake. Jamani, hapo ndo huba la mimi na shemeji likaanza. Jamani, nikawa natembea sana na shemeji kusema ule kweli. Na shemeji kuumwa jamani kukawa hakuishi. Yaani hizo sababu za kuumwa ndo akawa anazisema kila si anajua akisema anaumwa anabaki nyumbani, na kisha baki nyumbani mimi nampa mambo mazuri. Chezea mie. Yaani mimi ndo nilikuwa Zulfa Mautamu, gusa unate. Yaani hapo kigusa utoki. Shemeji akawa akimnunulia kitu mkewe. Nikiona tu na mimi nataka, basi ananipa pesa. Akimfanyia tu kitu mkewe na mimi ananifanyia. Tena mimi ndo nilimshika haswa. Yaani nilikuwa nampa raha kama zote mtoto wa kike mie. Nikiguna tu shemeji anamwaga mapesa. Nye, sikuwa natumia hizo pesa, nilikuwa nawekeza, maana mimi sikupanga kukaa hapa maisha yangu yote kusema ukweli. Yaani mimi niwe tu house girl beki 3. Mpaka lini? Sio kweli. Mpaka ikapita miezi 3 nipo na huba langu mimi na shemeji yangu, na dada hajawahi kujua hata siku moja, na wala hajawahi kuhisi kwamba mimi natembea na shemeji. Hapo sio kwamba ndo natembea na shemeji peke yake.
Nje pia nina watu washakuwa mabwana zangu, natembea nao pia. Wengine nawadanganya kwamba mimi ni bikra na kula pesa zao tu, wala tutasikutani nao. Mpaka yule ambaye niwe nimemuelewa sana ndo namtunuku. Yaani mtaa mzima nilikuwa najulikana, nakwambia. Dodoma mie usinijue mimi Zulfa Mautamu. Sasa kuna hiyo siku bwana. Kuna bwanangu mmoja hivi muuza genge. Anaitwa Base. Huyo mwanaume alinipigia. Akaniambia, Maria uko wapi? Yeye ananijua kwa jina la Maria. Kumbe mwenzie anaitwa Zulfa. Nikamwambia niko nyumbani kipenzi. Mimi kila mwanaume nilikuwa nampa jina lake. Hakuna hata mmoja aliyekuwa ananijua jina langu lenyewe Haris. Sasa yule mwanaume muuza genge akaniambia, baby, naomba basi leo tukutane jamani. Mbona unakuwa Mswahili sana, kila siku mimi nakupa pesa, wewe kuja kunipa game tu inakuwa ni kipengele sana. Kwa nini unanifanyia hivyo? Nikamwambia, baby, si unanipaga wewe mwenyewe au mimi nakuomba hizo pesa zako? Basi sikia wewe, njoo basi. Njoo tu tukifanya tu mimi nakupa 100,000. Kwanza nikakaa vizuri, nikamwambia, oya, una uhakika nisije nikamaliza genge lako? Hiyo 100,000 unayo? Unanizingua ujue. Alafu kinizungua mimi sitakuelewa. Akaniambia, ndio bwana nayo bwana, uhakika mimi nakupa 100,000, nakupa pesa mchumba, usiwaze, njoo. Nikamwambia, nielekeze kwako baba. Nielekeze. Basi mchumba akanielekeza. Ila sikupajua, nikaona hapa nipate tu bodaboda. Nikamtajia hiyo sehemu bodaboda. Najua bodaboda lazima tu atapajua. Basi bwana, nikajiandaa pale mtoto wa kike haraka mwenyewe. Hapo ilikuwa ni majira ya saa 4 za asubuhi. Nikasema sky sana, mpaka kwenye saa 9 hivi nisharudi na wawai watoto. Basi nikasipa zangu, nikachukua pikipiki mpaka sehemu alikuwa ameniambia mchumba yupo. Na kweli nilimkuta yule bwana muuza genge. Basi akanishika pale mkono akanipeleka mpaka kwake. Hapo nawaza, hivi yule 100,000 hiyo anayo kweli, atanipa au ni vipi? Genge lenyewe mtaji wenyewe shilingi 20,000 10,000, afu anipe mimi 100,000. Lakini nikasema ngoja. Alikuwa kapanga chumba na sebule pazuri tu kusema kweli. Basi nilivyoingia pale ndani akanidaka. Tukaanzia sebuleni nakumbuka. Na mie tena kama nina mashetani. Sijui nilikuwa na kuna yale majini mahaba But I think mimi nilikuwa nalo jini mahaba kusema kweli. Jamani, hii michezo nilikuwa naipenda hatari, sijui ni kwa nini. Alafu kwenye hii michezo nilikuwa sitaki kushindwa. Basi shoga yenu mie kama kawaida nilishughulika hatari. Huyu kaka nyie alinifaidi vibaya mno. Nyie kaka ana shughuli jamani, soma sihara, shughuli anaiweza. Shughuli yake nzito. Sijui alinifanyia hasira, sijajua, sijui alinipakia mkongo, sijui. Kaja kuniacha jioni niko hoi. Hapo dadangu kapiga simu mpaka kachoka nakwambia. Nilipomaliza kukuchikwichi na huyu muuza genge, nikaenda kuoga. Nikatoka nikavaa, nikamwambia nipe changu baba. Akasema, chako kipi? Mimi sikupi hata shilingi 100. Kila siku nakutumia pesa zangu, unanikimbia. Leo nimefidia pesa zangu zote. Nikamwambia, unasemaje wewe? Unasemaje? Yaani kunichosha kote kule, alafu unaniletea stories za nini? Kwamba unipi hata 100? Unaniletea story gani wewe? Akasema, story gani? Mimi sikupi pesa zangu wewe. Mimi nakupa pesa zangu, wewe unanipa nini mimi? Unanigoza mimi kama vile chujio. Sasa leo sikupi hata 100 nakwambia. Nikamwambia, wewe utanipa. Labda mimi sio mimi nakwambia. Labda mimi sio mimi. Nakwambiaje, pesa utanipa. Sikupi, utanifanya nini? Sasa yule muuza genge akawa ananivimbia. Nikamwambia, okay sawa, nitakuonesha. Una cha kuonesha wewe, usinitishe wewe, malaya nini wewe? Nikamwambia, okay poa baba, poa, nashukuru. Nikatoka, yeye akabaki chumbani. Nikamfungia nje mlango wa chumbani kwake. Akasema, malaya fungua mlango. Nikasema, tulia, usikilizie milio fala wewe. Nikabaki pale sebuleni sasa. Nikashusha TV yake ya flat. Ile TV ilikuwa inchi 43, nikaifungua pale ukutani. Nikaibamiza ukutani kwanza ile TV yenyewe. Akasema, unavunja nini huko? Nikamwambia, tulia baba, nikuoneshe kwamba mimi ndo kichaa nimezaliwa nacho, yani niko kichaa mimi nimezaliwa nacho. Nikavuta sabufa lake la muziki nikalipiga ukutani. Kuda deki. Nikachukua kingamuzi, nikakibamiza. Nikaangalia friji, nikaliona. Friji zito siliwezi. Nikachukua kisu, nikasogelea masofa, nikaanza kuyachana. Nilivuruga mule sebleni. Chana vibaya mno.
Halafu niliporidhika sasa nikasepa zangu. Nikachukua bodaboda huyo mpaka home shwa. Hata masiara ni wewe unanikula alafu kunipa hela yangu utaki kunipa. Hapo nimefika home na hasira vibaya mno, nikamkuta dada kanuna hatari. Alafu mwenyewe kwanza nishavurugwa. Shemeji alinikata jicho kali vibaya mno alivyoniona. Kisha akanyanyuka akaenda chumbani kwake. Dada akasema, "Wewe unatoka wapi Zulfa? Ushaanza uni wako?" Nikasema, "Hapana dada. Mimi nilienda hospitalini leo nimeamka vibaya sana." "Umeamka vibaya wapi Zulfa? Umeanza huni si ndio?" Na kuuliza Zulfa, "Hivi ni kwa nini unanitia aibu mpaka shemeji yako anaanza kunisema wewe mtoto? Kwa nini Zulfa ubadiliki?" Sasa dada ananisema nikabaki kimya. Limenishuka shuu, maana dada ananijua vizuri tabia zangu. Akaniambia, "Hebu nenda ukaoge. Katoe ile namba lako huko. Najua ushatoka kufanya huko." Basi nikanyanyuka huku nikiwa nimejinonisha vibaya mno. Dada akaniambia, "Kwani uongo?" Basi nikaingia chumbani, nikaoga zangu, nikatulia chumbani, nikavuta simu yangu, nikakuta pale shemeji kanitumia bonge la message na kwambia, "Sasa mimi najua kusoma sijui." Ndo kasema nini kwenye ujumbe? Atajijua mwenyewe bwana. Basi nikatoka nikaenda kula. Hii siku jamani alipika dada. Basi tukala pale, ile shemeji ya kuepo. Nikauliza dada, "Mbona shemeji simuoni hapa mezani?" Akaniambia, "Shemeji yako anaumwa leo. Kwanza amekasirika sana kwa kuwatelekeza wanae. Umeenda kuzurula huko." Hapo mimi moyoni nikajua shemeji amenuna kwa sababu ya wivu wa mapenzi na sio kwa sababu ya watoto wake. Nikasema, "Okay sawa dada, basi nitamwomba samahani shemeji." Dada akaniambia, "Ikijitokeza tena na kurudisha Singida kwa babako na mama yako, upate mabalaa huko na sio kwangu hapa Zulfa." Nikasema, "Sawa dada, sitarudia tena." Basi kweli tukala. Mie huyo nikaingia zangu chumbani kwangu nikajipumzisha. Nilikuja kushtuka usiku sana baada ya kuamshwa na shemeji. Nikasema, "Jamani shemeji." Usiku hiyo shemeji ndo kaja kunishtua chumbani kwangu. Sasa mimi nikamwambia, nikasema, "Jamani shemeji, unataka nini saa hizi usiku?" Shemeji akaniambia, "Ulienda wapi Zulfa? Naomba uniambie ulikwenda wapi? Ulienda wapi Zulfa?" Nikasema, "Sikiliza, tutaongea kesho. Nenda kwanza chumbani kwako au unataka tufumaniwe?" Shemeji akasema, "Sijali hata nikifumaniwa. Sijali hata kidogo Zulfa. Nitakuwa." "Zulfa, umeanza umalaya wako, sina maana yake. Kila siku dada yako ananisimulia stori zako chafu. Kwa umeshaanza kugawa na huko, sina maana yake." Nikamwambia, "Hapana shemeji. Nilienda hospitali tu. Tumbo linaniuma, tumbo linanisumbua na wala sijaenda kwa mwanaume." "Kama unanidanganya, kama umemdanganya dada yako, basi inatakiwa ujue kwamba unayemdanganya ni huyo dada yako. Naenda kulala ila kesho narudi mapema na utanieleza ulienda wapi leo Zulfa. Nakwambia nitakuua." "Kwenda zako, utaniua mimi, utaniweza wewe. Mimi nishashindikana. Mpaka wazazi wangu wenyewe washanishinda. Uje kunichanganya wewe kama nani? Nitoke mimi hapa." Basi shemeji akatoka chumbani kwangu. Kanuna hatari nakwambia. Huyu naye kumpa tu kidogo ndio imekuwa shida. Anataka kunikontrol mie, niwe mkewe ataniweza. Nitoke zake hapa. Kwanza tu kumpa kwenye nimefanya kumtunuku tu. Mtambi mkubwa show ujui alafu unaniwekea wivu. Weka wivu kama show unazijua. Nikaliangalia tu ile shemeji linavyotoka mchumbani. Basi mimi nikavuta pale shuka nikalala zangu. Asubuhi niliwahi kuamka. Nikawaandaa watoto haraka haraka wakaenda kusubiri school bus nje. Mara mtu na mumeo akatoka pale ndani. Dada akaniambia, "Wewe binti, tunaenda kazini sasa. Ole wako leo utoke. Yaani leo ukitoka, ukirudi mizigo yako utaikuta nje na utakwenda kwenu Singida." Nikamwambia, "Dada, mimi sitoki bwana, nipo." Hapo shemeji alikuwa ananiangalia kwa majicho makali kweli kweli. Mpaka nikajiuliza huyu naye kujinunisha tu. Kwa hata kama mimi nisiwape wenzie. Huyu mchoyo huyu. Basi ilo nafunga mlango atoke nje, sinawaona polisi. Kitendo tucho kuwaona polisi moyo wangu ulifanya pa. Dada akauliza, "Vipi jamani?" Aliwauliza wale polisi. Wale polisi wakasema, "Tumemfuata Maria. Anaishi humu ndani. Maria anashtakiwa kwa kosa la kufanya uharibifu ndani kwa mtu." Kwanza hapo nikarudi nyuma kwanza. Dada akasema, "Jamani, samanini maskari, humu ndani hakuna mtu anaitwa Maria. Labda mtakuwa mmekosea nyumba." Jamani, mara ndo namuona yule muuza genge. Sasa nilivyoonana naye yule muuza genge akasema, "Yule pale ndo kanivunjia kila kitu ndani kwangu." Nyie lilinishuka. Wale mapolisi wakanikamata na kwambia. Shemeji akasema, "Hebu ngojeni kwanza. Amefanya nini? Mbona hatuelewi?"
Yule muuza genge akasema, sikia bro, huyu mwanamke ni mwanamke wangu huyu. Jana alikuja kwangu, tumefanya mambo yetu, muda wa kuondoka akataka pesa, nikamwambia mimi sina. Basi akanifungia chumbani kwangu, kisha akavunja kila kitu sebuleni kwangu. Yaani bro, huyu demu mimi kanitia umaskini, kaniharibia kila kitu changu ndani. Hapo mimi nikadakia nikasema, muongo huyo, muongo, ni uongo. Saa ngapi mimi nilikuja kwako? Mimi sikujui kwanza wewe. Hapo sasa nikawa namkataa yule muuza genge. Dada aliniwasha kibao. Kwanza mpaka nikakisikilizia. Afu dada akaniambia, mnafiki mkubwa wewe. Hivi unadhani sizijui tabia zako? Nakuuliza, unadhani sizijui tabia zako? Polisi, mbebeni, mpelekeni kituoni. Acha dunia imfunze. Si anaona umalaya ni dili. Mbebeni. Mungu wangu. Yaani dada akanikana hivi, basi wale mapolisi wakanisukuma pale mpaka katika gari lao. Wakanipeleka mpaka kituo cha polisi cha Mwino, Dodoma hiyo. Nikasukumwa ndani. Jamani, niwaambieni ukweli, kukaa polisi mimi hata siogopi. Ila kule Singida nilikuwa nina vichaa wenzangu ambao nilikuwa naamini kabisa kwamba hata kama nikiwekwa ndani polisi watakuja kunitoa muda wote. Ila sasa huku Dodoma nani wakuja kunitoa? Na ndugu pekee ambaye namtegemea ndo huyu dadangu ambaye yeye ndo kawaamrisha wale polisi wanikamate wanisweke ndani. Sasa sijui itakuwaje. Basi bwana, nikakalishwa ndani. Nakwambia nilikalishwa siku nzima. Dada sio shemeji hawakuja kuniona. Nyie dadangu ana roho ngumu. Siku akija kujua natembea na mume wake sijui atanifanya nini. Unahisi atanizika. Maana anajionea huruma mapema. Ila ngasema okay, pote bwana, mimi sijali wala nini, kwani shingapi. Basi nikakaa kituoni pale, nakumbuka nilikaa siku 3. Yaani niko hoi. Ndo siku ya 3 naitwa nitoke. Alikuwa amekuja shemeji, amekuja na dada. Tena dada kanuna balaa. Yeye nahisi kwamba shemeji ndo alikuwa amemforce dada aje. Basi nikapewa pale vitu vyangu na yule mpumbavu alikuwepo, yule muuza genge. Shemeji akasema gharama ya vitu vyote ni shingapi? Yule muuza genge akasema ni milioni 2. Kwa vitu gani haswa vya kufika milioni 2? Unajua mpaka nikadakia nikamwambia, wewe acha ushamba wewe. Kwa vitu gani vya kufika milioni 2 vile? Au unatafuta ulaji? Shemeji akaniangalia mjicho wa hasira. Pale nikanyamaza kimya. Shemeji akavuta pocha akahesabu pale milioni 2 akampa yule kijana muuza genge. Afa akamwambia, sikiliza kijana, nisikuone tena na huyu binti. Sasa mimi wa nini tena huyo wakati nishamonja huyo demu jau tu. Au una bahati wewe malaya. Ningekufunga mshamba wewe. Nikamwambia, wewe ndo mshamba. Hebu toka nitolea hapa mie. Nye nililopoka maneno, ila ni ukweli nye. Huyu muuza genge anamshipa. Si nimelala naye nimeuona mshipa wake. Ila mimi naye jao. Afu nimetamka mbele ya shemeji. Nilimchamba yule muuza genge. Sasa dada akawa ananisikitikia tu kusema ukweli. Basi shemeji akasema twende nyumbani. Basi kweli tukaingia kwenye gari la shemeji mpaka nyumbani. Hapo dadangu kanuna hatari. Basi tumefika ile home. Shemeji akamwambia dada, hebu kanipatie zile bakola kule chumbani. Shemeji akasema hivi unadhani nimetoa pesa zangu zile bure si ndio? Nitakukomesha sasa Zulfa. Kweli nyie, dada akaenda haraka akaleta fimbo nzito jamani. Shemeji akaniambia lala hapo. Nikasema jamani shemeji, naomba unisamee, mimi sirudi tena. Zulfa, nimesema lala. Sasa hapo dada akadakia akasema, unamwomba nini? Ile milioni 2 inatuuma. Yaani hata mwenyewe inaniuma kama nimetoa mimi. Basi dada akanibana pale mikono na kuambia, shemeji alianza kunitandika. Nyie bakora za huyu mbaba ziliniingia, nilianza kulia huku namuomba msamaha. Nyie alinitandika kweli kweli huyu shemeji. Mpaka dada anakuja kuniachia pale nilisi kabisa kama vile haya makalio sio ya kwangu. Dadangu akaniambia, funga nguo zako, kesho unaenda kwenu, usiniletee mimi kichaa chako kwangu mie. Hapo nilibaki nalia tu kusema ule kweli. Nikaenda chumbani kwangu, nyie makalio yanauma vibaya mno. Nikasema poa. Yaani ule mpumbavu ndo kanipiga mie. Nitamkomesha kwamba mimi ndo Zulfa. Hakuna linaloshindikana. Basi nikaenda zangu kuoga, nikaja kulala zangu. Sasa asubuhi nikapanga nguo zangu zote katika begi kwa ajili ya kurudi nyumbani Singida kwa wazazi wangu kama alivyosema dada. Kwanza nikasema mimi huku Dodoma kwanza mimi nishapachoka. Kufungiwa tu nishachoka pia. Alafu pia kwanza ukiishi Dodoma kwanza unapauka. Mimi ambaye sitaki hizo story kwanza Dodoma kwenye nasikia maji yenyewe shida. Kwa dada alivyoniambia anatimua Dodoma nirudi nyumbani kwetu Singida. Kwa ndo nikaanza sasa kutafuta na sababu kujiaminisha kwamba Dodoma ni mbaya.
Basi bwana, dada akaja pale. Akasema ushapanga nguo zote? Nikamwambia ndio dada, nishapanga. Zirudishe kabatini, shemeji yako akasema tukusamee. Nikasema dada, mimi sitaki kuendelea kukaa hapa. Nataka kurudi nyumbani. Unasemaje wewe? Kwa hiyo unataka kuzidi kufanya malaya wako, sio manake? Yaani wewe mtoto ukimwi ndio utakuja kukuua wewe Zulfa. Nimekwambia hivi uende kokote, shemeji yako kasemaje? Rudisha hizo nguo uendelee kuangalia watoto hapa. Nikasema dada, mimi sio house girl. Nimechoka. Nipeni nauli, nataka nirudi kwetu. Unasemaje wewe? Nakuuliza unasemaje? Zulfa unanipandishia mimi? Mimi mwenzenu huyu dada hata simogopi. Kwanza nikamwangalia, afu na vile na share naye bwana, na share dudu moja na yeye. Nikanamwangalia. Nakwambiaje uende kokote? Sasa mimi ndo dadako, ndo nishasema. Akanisonya hapo, kisha huyu akaondoka zake. Nikamwambia ungejua. Ikanibidi tunipange nguo kwenye kabati. Kisha nikarudi zangu kitandani kwangu nikapumzika. Sasa hapo nikawa nawaza sana. Nifanyaje mimi? Sitaki tena kuendelea kukaa huko Dodoma. Kwa sababu niliona kama nabanwa sana. Basi nikawa nawaza mpaka nikapitwa na usingizi. Nikaje kushtuka, nahisi kama kitandani kuna mtu namwangalia. Alikuwa ni shemeji. Afa hata alivyoingia sijaelewa. Mpaka nikamwambia unataka nini? Wewe umenipiga jana wewe? Ndio nimekupiga jana. Lakini sijakupiga kwa sababu sio kwamba nimekupiga kwa sababu na uchungu na ile milioni 2 yangu, hapana. Ila nimekupiga kwa sababu umenisaliti. Hivi Zulfa, kwa nini wewe hauridhiki? Kwa yote hayo nakufanyia, kwa nini hauridhiki? Shemeji anaongea, nimebaki tu kimya namwangalia tu. Yaani kama vile haniulizi mimi, yaani namwangalia tu. Shemeji bali akaendelea kuniambia, "Naomba uniambie basi Zulfa. Nakuuliza wewe, kwa nini hauridhiki?" Nikamwambia wewe, sio kama siridhiki. Hapana. Wewe mimi unanitosha. Sasa kama mimi nakutosha, huko nje unafuata nini? Nikasema nisikilize, wewe unajua wewe ni shemeji yangu, lakini uanzani mimi napenda kufichwa kama hivi. Mimi sitaki. Kama unanipenda muache dadangu nioe mimi. Ama basi nioe mke wa pili. Mimi watoto wako nitalea vizuri tu, wala hata kuna shida. Kwa kumbe shida ni kukuoa wewe. Kwa nikikuoa Zulfa utatulia. Sina maana yake. Maana mambo yako mimi yananichosha Zulfa. Ndio. Kweli tena mimi ukinioa nitatulia na kweli tena nakwambia. Mimi sina mambo mengi mbona? Okay. Kwa unachotaka wewe ni ndoa, sina maana yake? Ndio. Sawa. Kwanza nataka nikuhamishe hapa, sawa? Nitaenda kukupangia kwingine, sawa Zulfa? Ndio shemeji. Shemeji sijui. Ndio baby. Shemeji akanikumbatia akaniambia basi ngoja nikukande hii sehemu ambayo nimekupiga mpenzi. Najua jana nimekuumiza sana. Nikamwambia ndio baby, umeniumiza sana tu. Basi hapo nikalala kifudifudi, nikawa nimemwachia wezele. Nikamwachia mshepu huko. Na mshepu wangu sio mkubwa. Vikalio venye viduchu. Basi akaanza pale kunikanda nini, akaniambia Zulfa, nipe basi kidogo. Nikamwambia wala tosijali mpenzi, unataka? Basi mie tena nikamvuta, nikampa haswa. Katoka chumbani kwangu mwepesi. Na mimi hapo nimechoka, yani wala hata sikuhangaika kupika kusema la kweli. Nikavuta shuka nikalala zangu. Jioni sasa kabisa, ni jioni, nikasikia sauti ya dada, yani sauti yake ilikuwa ni kali kweli kweli. Alikuwa amekuja kuniamsha kwa nguvu, afa alikuwa na hasira. Akaniambia wewe Zulfa, umelala hata chakula hujaandaa kweli wewe mtoto? Wewe mtoto una akili kweli wewe? Nikasema dada, leo mimi nimechoka dada, wala hata sipiki. Unasemaje? Nikamwambia kama ulivyonisikia dada, mimi leo sipiki, nimechoka. Alafu dada, wewe ndio umeolewa sio mimi. Kampikie mumeo. Nipishe bwana wewe. Dada alibaki anashangaa, yani kama vile alikuwa hajanisikia vizuri. Akasema we Zulfa, nani unamjibu hivyo? We mbwa, nani unamjibu hivyo? Nikamwambia ndo nisha kujibu sasa. We vipi bwana? Unigoza mimi kama house girl wako mundani, hata unilipi? Basi ungekuwa unanilipa nijue moja. Bwana kwenda uko usinipotezee mimi muda bwana wewe. Kudadeki. Dada aliniwasha kofi hilo la ghafla. Alinipiga. Shemeji pale akaingia akasema, "Nini jamani, mbona kelele? Huyu
Yaani Zulfa ananijibu mimi jeuri mimi. Namwambia kapike, ananijibu mimi upumbavu mimi. Dada aliwaka kweli kweli. Shemeji akasema, hebu mwache apumzike leo. Leo mimi na hamu ya kula chakula chako mke wangu. Hebu mwache kwanza Zulfa apumzike. Hapo dada akaniangalia kwa jicho kali. Mimi hata sikujali. Nikambinulia tu kwanza midomo. Ataniambia nini? Mumeo mwenyewe na basi bwana, dada akatoka pale na mumewe. Dada alikuwa kanuna hatari. Akaenda kuandaa kwa chakula. Na muda wa kula, mimi nikatoka bila hata wasiwasi. Nikala hata bila shaka. Mie tena nilivyokuwa mkavu. Basi kuanzia hapo sikuwa na muogopa dada kabisa. Nikawa namjibu vibaya tu vile ambavyo najisikia. Na shemeji ndo alikuwa ananitetea. Yaani hata kufanya kazi zake mimi niliacha, kusema ukweli. Najifungia chumbani ndo stoki. Yaani dada akitaka kunirudisha Singida nyumbani kwa wazazi, shemeji anagoma kata. Na shemeji alikuwa ananiambia mimi kwamba hawezi kukaa mbali na mimi kwa sababu mimi ndo utamu wake. Basi bwana, hiyo siku niko zangu chumbani kwangu. Hiyo siku dadangu akaja. Dada alivyokuja, uwezi amini msikilizaji. Alipoingia chumbani akaniambia hivi, Zulfa, mdogo wangu Kondo umeamua kutembea na shemeji yako sasa. Sema nake. Mungu wangu. Nikajiuliza dada kajuaje? Sasa dada kaambiwa na nani? Yaani dada aliingia chumbani kwangu mkavu na akawa direct, yani hajataka maneno mengi, akaniambia tu, Zulfa mdogo wangu, Kondo umeamua kutembea na shemeji yako sasa. Nye, unadhani nini kilichoweza kuendelea? Bwana msikilizaji, usikose katika sehemu ya pili, mzigo mtamu wa kuitwa Zulfa. Hivi ni kweli Zulfa, hili penzi lake yeye na shemeji yake unaliona wapi? Na nani katoa hii siri ya kwamba Zulfa anatembea na shemeji yake? Maana dadake kajua na hatujui kajuaje. Patamu hapo. Bwana, mimi naitwa Uncle J na hii ni Uncle J Simulizi. Bwana, kama bado hujasubscribe basi nikuombe subscribe hivi sasa ili usipitwe na simulizi zangu ambazo naziachia kila leo. Asante, tukutane katika sehemu ya pili. Bye bye.